Kwa karibu kuanza, tumesema leo tunaenda tukipiga, tukibomoa, tukivunja, tukiharibu hapa kwa hapa before tufunge na mambo yetu ya mwisho ya vita tena. Lakini kuanzia mwanzo ni vita mpaka tamati. Matendo ya Utume, ukisoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza chapter 4 verse 20 nasema ufalme wa Mungu hauko katika maneno bali katika nguvu. Ufalme wa Mungu hauko katika maneno, uko katika nguvu. Ni nguvu. Ni nguvu. Yesu alikuja kutuonyesha nguvu, akatwambia toka siku za Yohana Mbatizaji, toka siku za Yohana ufalme wa Mungu ulipatikana kwa nguvu, na wenye nguvu waliuteka. Kwa taarifa yako, wewe na mimi na yule ndio wenye nguvu. Aliyempokea Yesu amevuka kutoka mautini, ameingia uzimani. Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kwa wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Sisi ni wana wa Mungu. Tunatembea kwenye line za wana wa Mungu, tunatembea kwenye nguvu, kwenye mamlaka. Katika jina la Yesu Kristo tuombe, tujitakase. Kila mmoja aombe jitakase. Nataka tuingie vitani. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, Baba uishe milele. Jehova, imekupendeza Baba tupatane siku ya leo. Tunajitakasa kwa damu ya mwana kondoo Baba. Tunajitakasa tena katika jina la Yesu. Father, imeandikwa Jehova, mtu mmoja atafukuza maelfu kama vile Baba utatupigania kama vile ulivyoahidi. Baba, tunaomba msamaha kwa yale yote tumeyatenda kwa kujua na pasipo kujua. Jehova, tunatakasa nafsi zetu, roho na mwili kwa mamlaka ya damu ya mwana kondoo. Tukivaa mamlaka katika jina la Yesu Baba, tunavunja kila kikwazo uliweka mbele yetu. Haribu kila misingi ya giza katika jina la Yesu Kristo, maana imeandikwa sisi ni wana wa nuru, lile giza halitotuweza. Tunapiga kila giza la kichawi, tunavunja kila giza la devil worshiper, tunapasua kila giza la kuzimu katika jina la Yesu Kristo, maana jina la Yesu ni jina lipitalo majina yote. Katika jina la Yesu Kristo Mfadha, tumeomba haya kwa kuamini, tukivaa uelewa mbinguni na akili ya mbinguni, tukiamuru malaika wako Baba wafanye matuo, watulinde tunapoanza mpaka tunapofika kwenye tamati. Tumeomba haya kwa kuamini. Amen. So nimesema leo kwa nini nimeomba hivyo? Kwanza nataka tuende kwa kupiga, tunaenda kwa kubomoa, nataka tuende tukuvunja. Biblia inasema msingi wa mwenye haki ukibomolewa, mwenye haki afanye nini? Kama msingi wako umevunjwa, sasa msingi wako ndio ushavunjwa na wachawi, msingi wako ndio umevunjwa na waganga, mwenye haki afanye nini? Mwenye haki ataomba kwa bidii. Maombi ya mwenye haki yanafaa sana akiomba kwa bidii. Unaona? Maombi yetu yanafaa sana tukiomba kwa bidii. Tumesema kitabu cha Wakorintho wa kwanza, 1 Corinthians chapter 4 verse 20 nasema ufalme wa Mungu hauko katika maneno. Yaani si maneno tu. Ufalme wa Mungu uko katika nguvu. Uko katika nguvu. Nataka sasa tuanze. Tumesema leo tunageuza laana kuwa baraka, tunageuza magonjwa, tunayageuza inakuwa afya, tunageuza, yani tuna uwezo wa kugeuza. There is no limitation kwenye ulimwengu wa roho. Hakuna limitation kwa Kiswahili nini? Hakuna limitation kwenye ulimwengu wa roho. Limitation, the only limitation you have ni wewe ambao umejiwekea wewe. Siwezi kupata kitu fulani, umejiwekea limitation. Siwezi kwenda mahali fulani, wewe umejiwekea limitation. Sitaki kuwa tajiri kama mtu fulani, ama wewe umejiwekea limitation na Mungu naamini utajiri ni wa kichawi. Utajiri na kidevil unashipata wewe mtu wa Mungu unaweza kumiliki. Biblia inasema mahali utakapokanyaga na wewe miguu yako utapamiliki, lakini kuna vitu lazima uzivunje, vizuizi. Exactly. Vizuizi ni wewe umejiwekea kwenye akili yako, ambao ndani yao mkuu wa ulimwengu huu alipofusha fikra. Kuna uwezekano umepofushwa fikra, ukajiwekea limits, ukacheleweshwa kwenye maisha, ukajiwekea limit, ukasema nilikuwa na mpango kufungua biashara kubwa, nilikuwa na mpango, lakini kwa kadri mambo yanavyoenda sioni nikifungua. Yale maneno ni roho na tena ni uzima. Biblia inasema maneno yako sasa ni uzima tena ni mauti, ayapendaye atakula matunda yake. So umejiwekea limitation bila wewe kujua. Tutavunja pia hayo maneno, tutayaangusha. Maana inafaa wewe urithi nchi katika jina la Yesu Kristo. Mbingu ni mbingu za Bwana, lakini nchi amekupa wewe na mimi, amewapa wanadamu. Yani amewapa wanadamu. Sisi ndio rungu, sisi ndio hukumu ya Mungu kwenye dunia, sisi ndio mikono ya Mungu kwenye dunia. Mungu akitutazama anaona wanajeshi. Paulo anamwambia Timotheo, mwanangu Timotheo, jionyeshe kama askari mwema wa Kristo, asiyetahayarika, asiyeogopa. Na kwa habari za Paulo nasema, nimepigana mwendo, nimeumaliza, nimepigana vita vilivyo vizuri, imani nimeilinda. Amelinda mpaka imani, amepigana vita. Unaona? Anasema kwa jinsi ya damu na nyama analipigana na hayawani wa Efeso. So kuna vitu kwa damu na nyama lazima pia uvitende. Na kitu moja hapa kutenda kwa damu na nyama ni kujitenga na uovu.
kujitenga na dhambi, kujitenga na hema za waovu. Siku hizi tumefundishwa kujustify vitu, tumefundishwa we are painting things with chocolate. Unaona, toxic is toxic, period. Witchcraft is witchcraft, period. Whether it's coming from your mom, it's still witchcraft. Whether it's coming from your father, bado ni devil worshiper. Jambo la kwanza, unajitenga nao. Moses akawaambia Wanaisraeli, tokeni katika hema za watu wao waovu, msije mkaangamizwa na uovu wao. Hapa naongelea Dathan, Abiram na Kora. Wanaisraeli akamwambia, kama kwa upande wangu njoo upande huu, lakini kama kwa upande wa watu hawa enda pande. Lakini waliosalia tokeni kwenye hema zao. Ardhi ikafunguka ikawameza ghafla, Dathan, Abiram na Kora na wote waliokuwa karibu na hema yao. Alafu baadaye Mungu akasababisha moto kutoka juu ikawalamba makuhani 250. Yaani Mungu akawaangamiza wote na moto. Mungu anajibu kwa moto. Ndio maana kuna matukio fulani ni moto lakini Mungu ametuma, na kuna matukio fulani ya kishetani ni Mungu ametuma moto wa kishetani. So leo tunageuza laana, tuna uwezo wa kugeuza laana, tuna uwezo wa kugeuza magonjwa, tuna uwezo wa kugeuza. Yaani sisi tuko na mamlaka. Nitaanza naonyesha kwanza wachawi wanavyotenda kazi. Lakini before nianze, nataka niwakumbushe tu, labda unaweza kuwa umejisahau. Kitabu cha Yohana chapter 14 verse 12 inasema, amini amini nawaambia, yule aniaminiaye, yule anayemwamini Yesu, kazi hii ninayoitenda mimi mtaitenda kuliko hizi anazozifanya, kwa kuwa yeye ameenda kwa Baba. Yesu anaambia wanafunzi wake, amini amini nawaambia. Anawaambia watu in general. Yaani zile kazi umesikia Yesu ametembea juu ya maji, amefufua wafu, ameponya magonjwa, ametakasa wakoma. Hizo kazi mtazitenda kwa ukubwa zaidi, kwa kuwa yeye ameenda kwa Mungu, ameenda kwa Baba. Yaani amekupatia mamlaka, zile kazi utazitenda kubwa zaidi. Lakini tumefundishwa kwenye makanisa yetu, tumefundishwa we have very very weak doctrines. Tuko na mafundisho very weak. We have some church liturgies. Kuna vigezo vimewekwa kwenye kanisa, tunazifata, lakini zile vigezo pastor tu anaomba pale, nyinyi mnasema amen amen, alafu ni baraka, barikiwa. Pastor hajakufundisha kuvunja madhabahu, hajakufundisha baraka unayopokea. Pia wachawi wana baraka za kichawi. Balak alimwita Balaam akamwambia, najua una uwezo wa kubariki na una uwezo wa kulaani. Unaona, ni mchawi. Balaam ni mchawi, ameitwa na Balak mfalme. Anamwambia, najua una uwezo wa kulaani na una uwezo wa kubaraka, ya kutia baraka. So unaweza kuwa pasa anakuambia pokea baraka, unapokea baraka gani? Kumbuka anazotupa ni roho. Anaweza kuambia pokea baraka. Hata magonjwa kwenye ulimwengu roho inahesabiwa kuwa baraka. Wachawi wanahesabu zile ndo baraka za kichawi. Amekutupia magonjwa, amekutupia ufukara, amekufunga uje kwenye kanisa yake kila siku. Ni mchawi yule pastor. Patatokea manabii wa uongo na makristo wa uongo, nao watakuwa na ishara mingi na miujiza ili wapate kuwapoteza. Naamini patatokea watu wengi makristo, anafanya kazi kama Kristo lakini ni muongo yule jamaa, ni mchawi. So Yesu anawaambia, amini amini nawaambia, yule anayeniamini mimi, hizi kazi ninazozitenda atazitenda na kubwa zaidi, kwa kuwa mimi nimeenda kwa Mungu. So nataka tuangalie wachawi wanavyofanya mambo, wanavyogeuza vitu, wanavyogeuza nguvu ya kichawi. Nitasoma kitabu cha Kutoka chapter 7. Kuanzia hapa ni Wanaisraeli, Musa na Aaron walikuwa wameenda kwa Farao. Nitasoma kwa haraka. Kutoka 7 verse 10. Basi Musa na Haruni wakaingia kwa Farao, wakafanya hivyo kama vile Bwana alivyowaambia. Haruni akaibwaga fimbo yake. Alipoibwaga fimbo yake chini, fimbo ya Haruni ikageuka ikawa nyoka. Unaona? Biblia inasema ndipo Farao naye akawaita wenye akili, wachawi na hao waganga. Akawaita wenye akili, wachawi na hao waganga. Wakabwaga chini kila mtu fimbo yake, zikageuka zikawa nyoka. Lakini hapo mwisho fimbo ya Haruni ama fimbo ya Musa ilimeza zile fimbo ndogo ndogo za kichawi. Lakini wachawi walitenda hivyo hivyo, walifanya hivyo hivyo. Wana uwezo wa kufanya kitu
Unaona? Wewe unadhani ni ugonjwa, lakini ni mchawi amefanya kitu. Amegeuza, una uwezo wa kugeuza. Tumeona hapo wachawi wako na uwezo wa kugeuza. Anaweza kufanyia kitu amekigeuza. Unaona? Kuna watu wameshachukuliwa kwenye familia, washageuzwa, wamepelekwa mautini, washafungiwa kwenye bahari. Kuna watu washaibiwa uzazi wako umeibiwa kitambo, long ago. Kuna vitu fulani. Unadhani ukiwa kwenye period zako, kwenye siku zako za mwezi, unatoa damu mingi sana, unadhani ni period ya kawaida, lakini uzazi ndo unaenda. Amegeuza. Ukakuona kama ni tukio la kawaida, lakini si tukio la kawaida, ni tukio la kipepo. Ni tukio la kipepo limetokea kwenye ulimwengu wa roho. Kwa taarifa yako, kuna watu wana sleepwalk usiku. Mchawi anakuja, anakufunga. Kuna usingizi wa kichawi inaitwa sleep paralysis. Alafu akikufunga, anaweza kukutenda vile anavyotaka yeye. Si haujaokoka, haujampokea Yesu. Kama hujampokea Yesu, yani wewe unakuwa kama kigoda cha wachawi. Unakuwa kama you become open to witchcraft and any attack. So wanakufunga, wanakuita njoo. Na ule mchawi anaweza ruka akiwa rohoni, anaweza toka akiwa rohoni, ama anaweza toka na mwili wake akajigeuza asionekane. Ndio maana kuna mali kwenye vijiji mchawi anashika usiku akiwa anaroga uchi, lakini akitoka kwa nyumba yake alijua hataonekana. Anakuja kwa nyumba yako, anaruka na uteo, anakuja kwa nyumba yako na mwili wake, alafu anakuita, anakufungulia mlango, unamfungulia mlango wewe, anakufanya tendo la ndoa. Kwa bahati mbaya unapata mimba, alafu anaipiga timing. Kuna masaa ya kichawi wanakula timing, alafu ile mimba wewe unadhani ni periods zinatoka, anakula timing ile siku yako ya mwezi, unadhani ni periods zinatoka, kumbe ni mimba inatolewa. Unaona kuna clots, unatoa clots mingi, ni mtoto anatolewa, mtoto mchanga ndio ameanza kuform kwenye uzazi wako, anatolewa. Ile ni mimba ya kichawi. Kwa taarifa yako ndo ameiba nyota, kwa taarifa yako ndo ametoa kafara ile. Wachawi watoto pia wanatolewa kafara wakiwa kwenye tumbo. Akiwa kwenye tumbo pia ni mtoto, akizaliwa pia anaitwa mtoto, ni mtu. So tunajifunza wachawi pia wana uwezo, walitupa fimbo zikawa nyoka, au ni wachawi. Tutasoma kitabu cha Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume 13 chapter 13 verse 9 to 11. Hapa ni story ya Paulo. Ndipo nitaisoma kuanzia mstari wa 9. Ndipo Sauli ambaye pia aitwaye Paulo akiwa amejawa na Roho Mtakatifu akamkazia macho mchawi. Huyu mchawi alikuwa anazuia injili simfikie Sergio Liwali. Huyu Sergio Liwali ni kama governor, tuseme ni kama governor wa Nairobi ama governor wa Dar es Salaam. Alikuwa ameita Paulo watu wa Mungu, alikuwa amemuita mtu wa Mungu akuja mhubiria, lakini kando yule mtu wa Mungu kulikuwa na mchawi. So Paulo akamwona ule jamaa akifanya uchawi ili amgeuze Liwali asipate injili ya Mungu. Lakini Paulo akiwa amejazwa na Roho Mtakatifu, Biblia inasema akamkazia macho. Alipomkazia macho akamwambia, ewe mwana wa Ibilisi. Unaona, akamwambia wewe mwana wa Ibilisi, wewe ni adui wa vyote vilivyo haki, umejaa hila na uovu. Unaona, haukosi kuzigeuza. Unaona, haukosi kuzigeuza kweli ya Bwana kuwa uongo. Wanazigeuza kweli. Na kweli ya Bwana nini? Unafaa kumiliki. Kweli ya Bwana nini? Unafaa kuolewa kwa wakati. Kweli ya Bwana ni nini? Unafaa kupata baraka. Lakini wao wana uwezo wa kugeuza. Wanageuza vipi? Wanatengeneza madhabahu yao. Wakitengeneza madhabahu yao, wanatoa kafara zao, wanaita mapepo, wengine wanaita roho za watu zilizofungiwa, ama roho za watu ambazo ziko. Watu wanaishi ndani ya watu. Unaona mtu kabisa unamwombea, unasema katika jina la Yesu Kristo na fyaka lile pepo kwa mamlaka ya na kondo, pepo aliye ndani na kupasua vipande, na kwamba mimi si pepo. Kwa taarifa yako, mimi ni Mwajuma. Unashangaa Mwajuma ameingia aje ndani ya mtu? Mwajuma ameingia vipi ndani ya mtu? Ni mtu kabisa. Ameingia ndani ya mtu akuje ageuze maisha yako, akucheleweshe. Unaona mtu amefura shingo, anakuwa ni kama amebeba bagi kwenye shingo, kumbe ni pepo ameingia ndani akawa kidonda. Unadhani I just have a growth, niko na growth kwenye shingo yangu, limejaa kama bagi la kusafiri, lakini ni pepo limetumwa. Nendeni kwa mtu fulani, mumuingie, mgeuze maisha yake awe mtu wa magonjwa tu, yani tumcheleweshe. Unaona, wachawi pia wanaweza kutuma mtu kwako kabisa, akakuja ni kama rafiki, akakuja ni kama mtu wako karibu, lakini ndiye adui.
palitokea mtu aliyetumwa na Mungu, jina lake ni Yohana. Shetani pia anaweza kutuma watu. Kumbuka malaika anaweza geuka kavaa umbo akawa mtu. Malaika huwafanya malaika zake kama upepo na watumishi wake kama miale ya moto. Wafanya malaika zake kama upepo na watumishi wake kama miale ya moto. Ndio maana wale malaika walienda kwa Abrahamu, wakala, Abrahamu akawaosha mguu. Wale malaika bado wakaenda kwa Lutu mpaka Sodom na Gomora. Unaona? Na walikuwa wanapendeza sana. Biblia inasema watu wa Sodom na Gomora waliingia kwa nyumba ya Lutu, wakavunja mlango, wakasema hawa watu wako wapi? Tunataka tu wafanyie mambo. Walikuwa wanataka kufanya mambo ya kiajabu ajabu pale. Ndio malaika wa Mungu akawapiga na upofu. Walikuwa wanapendeza. So kunaweza kuwa ni kama mtu kanakuja kanapendeza, lakini ni malaika wa kuzimu. Kuna mtu kametuka amekuja kanapendeza, kamejibadilisha, yani kamejibadilisha yani akawa kama vile mtu ambao unamtaka wewe. Kadhani nimepata mchumba, kumbe kiuhalisia ni wewe ndio umepatikana. Ndio maana Biblia inasema mjapokula au kunywa basi fanyeni kwa utukufu wa Bwana. Mjapokula au kunywa fanyeni kwa utukufu wa Bwana. Nataka twende mbio mbio. Nitasoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati ama Deuteronomy chapter 23 verse 5. Kumbukumbu la Torati 23 verse 5. Kuanzia verse 3 to 5 Hapa tunaongelea story za Mwamoni, the Ammonites na Moabites ambao walizuia wana Israeli. So wanasema Mwamoni wala Moabu wasiingie katika mkutano wa Bwana, wala katika kizazi cha 10 mtu wao asiingie katika mkutano wa Bwana hata milele. Kwa sababu hapo walipotoka Misri hawakuwalaki na chakula wala maji njiani. Hawa jamaa Moabites wa Moabu ndio ule mfalme wao ndo Balak alikuwa mchawi. Mfalme anaitwa King Mesha. So hawakuwalaki wana Israeli. Hawakuwalaki wana Israeli kwa chakula wala kwa maji. Kwa sababu hawakuwalaki wana Israeli kwa chakula kwa maji, badala yake walimwajiri Balaam kuwalaani. Balaam ni mchawi, walimwajiri Balaam kuwalaani. Lakini hata hivyo Mungu wetu aligeuza laana kuwa baraka. Sasa hapa tunaanza kuona kumbe Mungu pia anageuza mambo yanakuwa baraka. Aliye ndani yetu ni mkuu kuliko aliye kwenye ulimwengu. Ikiwa Mungu yu pamoja nasi, ni nani aliye juu yetu? Watenda mabaya walipokaribia kunila nyama, watesi wangu walijikwaa. Leo watajikwaa, sema kwa damu ya mwanakondoo. Anza kuwafyeka kidogo kwa damu ya mwanakondoo. Sema navaa mamlaka katika jina la Yesu Kristo. Yoyote aliyenitumia laana na igeuza. Anza kugeuza laana. Sema nageuza laana na kuwa baraka kwa mamlaka ya damu ya mwanakondoo. Laana za upande wa kina baba nazigeuza. Laana za upande wa kina mama nazigeuza katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Yesu aliye hai. Tunaona Mungu kumbe anaweza kugeuza laana ikawa baraka kwa damu ya mwanakondoo. Yani ametupa laana kichawi, ni mchawi ametupa magonjwa, unayageuza. Ndio maana Mungu anakwambia ujapopita kwenye uvuli wa bonde la mauti, hakuna kitakacho kudhuru. Yani utapita kwenye uvuli wa bonde la mauti, lakini lazima ujifunze kupigana. Kupigana kwetu sisi ni kupigana ni juu ya mamlaka, si juu ya damu na nyama. Usibishane nao kwenye ulimwengu wa damu na nyama. Kama vile Goliathi alivyokuwa anamtupia anamwambia Daudi, umenijia kwa fimbo, kwani mimi ni mbwa? Tazama leo nitakufanya kuwa chakula cha wanyama wa jangwani na ndege wa jangwani na ndege wa angani. Alafu akamlaani kwa miungu yake. So amemuzia uoga, alafu anarudi rohoni anamlaani kwenye miungu yake. Unaona, alipomlaani kwenye miungu yake, kwanza ni mtukana ndio na Daudi aogope. Wachawi hivyo hivyo anaweza kukujia kwenye ulimwengu wa damu na nyama, akuprovoke, akufanye ufeel ni kama yani amenikasirisha sana, alafu anarudi kwenye ulimwengu wa roho. Usibishane nao. Kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Unawaambia kwa mamlaka ya damu mwanakondoo, amenijia kwa uchawi na mjia kwa jina la Yesu, amenijia kwa uganga na mjia kwa jina la Yesu, na wafyeka na wavunja vipande na wapasua katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Yesu aliye hai. Unawavunja, unawachana nao kwenye ulimwengu wa roho, unarudi kwenye ulimwengu, unachana nao kwenye ulimwengu wa damu na nyama, unarudi kwenye ulimwengu wa roho. Right? So tumeona Mungu hapa anageuza laana. Lakini hapa mwanzo anasema Mwamoni wala Moabu wasiingie katika mkutano wa Bwana, wala hata kizazi cha 10 wa mtu wao wasiingie. Tunaona hapa Mwamoni kwa sababu alimpiga Israeli, alimzuia Israeli, hata kizazi chake cha 10
najua ilikuwa mjui, hata kizazi chake cha 10 kisingie katika mkutano wa Bwana. So kuna uwezekano kuna mtu kwenye familia yako aliua wengi waaminifu kwenye siku za maisha yake. Alikuwa mchawi, alikuwa mkuu wa ulimwengu wa roho, alikuwa jini, ni babu lakini alikuwa mfuga jini. Akaua, akatoa kafara za watu wengi. Biblia inasema kwa sababu hiyo hata kizazi cha 10 kisingia katika mkutano wa Bwana. Ndio maana kuna watu unateseka tu kwenye na Biblia inasema kabisa unateseka tu kwenye maisha, haujui chanzo. Biblia inasema mimi ndiye Bwana Mungu wako ninayepatiliza wana maovu za baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wale wanichukiao. Lakini hapa tunaona kumbe inaweza kusonga mpaka kizazi cha 10. Ni maneno ya Biblia, si maneno yangu. Sema katika jina la Yesu Kristo, na vunja uovu uliopatilizwa kutoka kwa mababu wangu, na pasua katika jina la Yesu Kristo kila uovu uliotuma kutoka kwenye ukoo, na vunja na haribu na teketeza katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Yesu aliye hai. Unavunja. Ndio maana Biblia inasema nanyi jueni ya kwamba hamjakombolewa si kwa vitu vinavyoharibika, bali mmekombolewa kutoka kwa mienendo mibaya mliopokea kutoka kwa babu zenu. Kuna mienendo. Kumbe tunaona kuna mienendo ya kizazi cha 3, cha kwanza, cha pili, cha 3 na cha 4, na hapa tumeona hata kizazi cha 10 kumbe pia kipo. Kuna kizazi cha 10 kipo. Sasa tunataka kuona tumeingia kwenye kazi za Mungu, vile Mungu waga anageuza mambo, anageuza. Kitabu cha Mathayo 4, Matthew 4 kuanzia verse 1 to 4. Inasema kisha Yesu Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku, mwishowe akaona njaa. Alafu shetani akamjia sasa, mjaribu akamjia akamwambia, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, amuru mawe haya yawe mkate. Yaani shetani anajua wana wa Mungu wana uwezo wa kugeuza hata mawe yawe mkate. Na hapo mwanzo tumesoma ya kwamba wale wanaomwamini Yesu, yale mambo aliyotenda anaweza kutenda hata makubwa. So huyu Yesu anamwambia, Ibilisi anamwambia Yesu, basi geuza. Yaani kumbe sisi wana wa Mungu tuna uwezo wa kugeuza. Tunaweza kugeuza. Yaani tunaweza kugeuza. Laana, it doesn't matter umetoka kwenye background gani, unaweza kugeuza maisha yako. It doesn't matter umepitia changamoto gani, unaweza kugeuza. Unaweza kugeuza. Cha msingi ujue there is no coincidence kwenye ulimwengu wa roho. Hakuna kitu kinatokea ghafla. Eti nimezaliwa kwenye familia ya umaskini, ona sasa hakuna connection kwenye hakuna connection baba yangu, mama yangu wote ni mafukara. Unaweza kugeuza. Wewe ndio unaweza kuwa mtu wa kwanza kwenye familia yako kuleta utajiri. Unaweza kuwa mtu wa kwanza kwenye familia yako kuvunja madhabahu. Wamefungwa wengi waaminifu. Ndio maana Mungu anasema kwenye kitabu cha Revelation, Ufunuo, na pajua ukaapo ni mahali kuna kiti cha enzi cha shetani, mahali shahidi wangu mwaminifu Antipas aliuliwa, lakini wewe unalishika sana jina langu. Yaani kuna wengi wameuliwa, ameua wengi waaminifu, hata shahidi wake Antipas ameuliwa, lakini wewe umelishika sana jina lake. Na Biblia inasema ameweka jiwe la pembeni juu ya Sayuni, atakayeliamini hataaibika. Wewe umemwamini Mungu. Unaona, kwa mdomo wako umekiri na kwa moyo wako umeamini. Imetosha. Umekiri na umeamini. Umevuka kutoka mautini, umeingia kwenye pendo la mwanawe. Unaomba sasa katika jina la Yesu Kristo. Sema, pahali akapo shetani kwenye maisha yangu, pahali akapo shetani kwenye nafsi yangu, pahali akapo shetani kwenye mwili wangu, na kamata kiti chake cha enzi na kivunja vipande na kipasua kwa mamlaka ya damu ya kondoo, na kifyeka katika jina la Yesu Kristo. Pahali ameweka mikataba yake kwenye maisha yangu, na vunja mikataba ya kishetani, na pasua mikataba ya kifungo. Pasua katika jina la Yesu Kristo. Sema, pasuka kwa mamlaka ya damu na kondoo. Unavunja kiti cha enzi cha shetani. Ndio maana tunaona Yesu kuna mahali Yesu hapa amesema usimjaribu Bwana Mungu wako. Alimwambia shetani hapa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila katika kila neno ambalo Mungu atasema, katika maneno ya Mungu. Lakini kuna mahali Yesu alifanya mambo, aligeuza mambo fulani. Tunamwona Yesu aligeuza maji akawa divai. Hiyo katika kitabu ya Yohana chapter 2 verse 1 to 11. Alikuwa ameenda mahali kunaitwa Kana ya Galilaya, wakaishiwa na divai. Yesu akatuma akamwambia kuna mitungi fulani. Kwanza yale mitungi ilikuwa imewekwa pembeni ya kutawadhia.
ya kudhani kujisafisha. Kuna Wayahudi fulani Mafarisayo walikuwa na ile wanaheshimu sana kujisafisha nje. Kujisafisha, wakachukua yale maji Yesu akayageuza yakawa divai na yalikuwa matamu. So tunaweza geuza katika jina la Yesu Kristo. Kuna mali pia Yesu kitabu cha Mathayo 26 verse 26 to 28 walikuwa wanakula, ilikuwa ni the last supper. Walipokuwa wanakula, Yesu akafanya nini? Akatoa mkate, akamshukuru Mungu, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akamwambia toeni mle, huu ni mwili wangu. Kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa damu na nyama tunaona kabisa ni mkate, lakini Yesu amesema huu ni mwili wangu. Amegeuza, yani umegeuka. Ndio maana kuna wakati fulani watu wa Mungu tunatembea kwenye hekima ambayo haijulikani na hatueleweki. Yani usitake kuwa mtu wa kueleweka. Wengi waliotaka kueleweka wametuacha. Usitake kuwa mtu wa kueleweka. Unatembea kwenye hekima ya kiungu. Unaona kabisa ni mkate, lakini unageuza. Ndio maana Biblia inasema kwa jina langu mtafukuza pepo wachafu, kwa jina langu mtanena kwa lugha mpya, kwa jina langu mtashika mikia ya nyoka, mtakunywa vitu vya kufisha na hakuna kitakacho kudhuru. Kuna watu wamelishwa vitu vya kufisha. Kuna mtu aligeuza chakula, wewe ukaona ni chakula, kumbe ni mauti umelishwa. Rafiki yako alikuitia twende tukakunywa kahawa, lakini unapokuwa unakunywa kahawa akatuma mapepo, lakini ukakunywa wewe, lakini paka leo upo. Alitaka kukufunga kupitia chakula, alikupatia pesa. Kumbuka kuna kitu cha bure. Alikupatia pesa, alafu akarudi kwenye ulimwengu wa roho, akafanya transaction ya kiroho. Akasema kama vile nilivyompatia pesa yangu, ndivyo maisha yake nitakavyofunga, ama ndivyo nitakavyokuwa natumia nyota yake kwenye ulimwengu wa roho. Transaction ikafanya. Kwa kuwa wewe hujui kuomba, ndio vile maisha yako yakakuwa, ama ni rafiki yako tu ulimuita nyumbani. Mwili wetu ni kama hekalu. Ndani kunaishi Roho ya Mungu. Kama umeokoka, panaishi Roho Mtakatifu na Yesu, Mungu Mwana, Mungu Roho na Mungu Baba wanaishi ndani. Lakini kama hujaokoka, mapepo yanaishi ndani, majoka, wafalme wanaishi ndani, wagiza. So unaweza kuwa umealika mtu kwenye familia, umealika mtu kwenye nyumba yako, alipotoka yeye akatoka, alafu akaacha vitu kwenye nyumba. Hizo vitu zikakuletea magonjwa, hizo vitu zikashika watoto wako. Kama nilivyosema, toxic is toxic, witchcraft is witchcraft. We shouldn't paint witchcraft with chocolate ama with sugar. Tunasema unajua, she's just my mom. Ni mchawi. Biblia inasema usiwache mwanamke mchawi, atakugeuzia vitu kwenye ulimwengu wa roho, atakuacha wewe apige biashara yako. Hao ni adui wa vyote vilivyo haki, ni wana wa Ibilisi. Unajitenga nao. Sema katika jina la Yesu Kristo, najitenga na kila uchawi wa ukoo, najitenga kwa mamlaka ya mwana kondoo. Uchawi wa upande wa kina baba najitenga nao, uchawi wa upande wa kina mama najitenga nao kwa mamlaka ya mwana kondoo. Unajitenga kwenye ulimwengu wa roho. Nataka tusome kitabu, tuko karibu kumaliza, tuanze kuomba. Tusome kitabu cha Ayubu kuanzia chapter 42. Ayubu kuanzia chapter 42. Tunajua Ayubu alipoteza mali, akapoteza watoto, akapoteza kila kitu, mke pia akampoteza, alafu baadaye pia akawa mgonjwa. Ayubu alipopoteza watoto, alikuja kwa jamaa, mjumbe alikuja kumwambia palitokea upepo. Wanawako walikuwa kinywa divai kwenye nyumba ya ndugu yao mkubwa. Ghafla pakatokea upepo jangwani, ikapiga ile nyumba kwa pande zote 4. Watoto wako nao wamekufa, wanawako wote wamekufa, ni mimi tu nilibaki. Na mimi nimekuja kukuletea taarifa hii. Ndipo Ayubu akaanguka, akararua joo lake, akasema nimetoka tumboni mwa mamangu ningali uchi na nitarudi ningali uchi. Bwana ametoa, Bwana ametoa na Bwana ametoa. Yaani Ayubu anajua kabisa ni Mungu amenipa watoto. Ni Mungu amenipa watoto. Unaona? Mungu amenipa watoto na Mungu ndiye amewachukua, lakini kiuhalisia ni upepo wa kishetani umetoka kwenye jangwa. Tumesema malaika wa Mungu anaweza geuka akakuwa hata upepo, wafanya malaika zake kama upepo na watumishi wake kama miale ya moto. Shetani pia ana malaika zake. Shetani pia ana mamlaka, ana malaika zake. Ndio maana Biblia inasema kitabu cha Revelation, palitokea vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakamshinda yule joka na malaika zake. So malaika anaweza geuka akakuwa upepo, anaweza geuka akakuwa mapepo tu yakawaingia wezi. Unashangaa, nimefungua biashara yangu juzi imeibiwa.
Kumbe ni roho zimeingia watu, mapepo, ili wewe uharibikiwe. Ikuwe kama ni tukio tu, tukio la kuibiwa, tukio la ajali, amevunjika mguu kwa ajali, amekufa kwa kansa, unaona, ameachwa na bwanake, tukio la kawaida kwenye ulimwengu wa roho, kwenye ulimwengu wa damu na nyama, lakini vitu vimepangwa kwenye ulimwengu wa roho. So Ayubu ana believe, watoto wangu ni Mungu amewachukua. Bwana ametoa na Bwana ametoa kiuhalisia, sio Bwana aliyetoa, sio Bwana aliyechukua, yamechukuliwa na mapepo. Ndoa yako si Bwana aliyevunja. Mungu hapendi kuwahuzunisha wanadamu, hapendi kuwatesa wanadamu, na japo huzunisha, anarudisha kwa wingi wa rehema zake. Mungu anakurudisha kwa rehema. Ndio maana Mungu alimwambia Abraham, watu wako watenda utumwani kwa muda wa miaka 400, nao watarudi kutoka utumwani na mali mingi. Yaani utarudi. Kuna watu kwa kifungo, wamezaliwa kwenye familia ya kifungo, utatoka na mali mingi. Kuna uwezekano, kuna watu watumia nyota yako kupata utajiri, watapasuka. Na imeandikwa, mwizi anaposhikwa ataleta mara 7. Mwizi amemeza mali, atatapika tena kutoka tumboni mwake, Mungu atayatoa. So Ayubu hapa kwa 42 verse 10 nasema, kisha Bwana akageuza. Unaona pia hapa Bwana akageuza umateka wa Ayubu. Hapo alipomwambia rafiki zake, Bwana akampa Ayubu mara 2 kuliko alionayo mara ya kwanza. Mungu anaweza kugeuza. Na hapa tunaongelea Agano la Kale, lakini sisi tunajua kwamba imo roho ndani ya mwanadamu na pumzi Mwenyezi imetupo hai. Tunajua kwamba aliye ndani yetu ni mkuu kuliko aliye kwenye ulimwengu. Yaani Mungu anaishi ndani yetu. Sisi ndio mwamba ambayo hekalu Mungu limejengwa, na malango ya kuzimu haitotufikia sisi. Yaani Mungu ako ndani yetu. Ndio maana mbingu ni mbingu za Bwana, nchi ametupa sisi. So pia sisi kwenye maombi tunaweza kuomba katika jina la Yesu Kristo, na geuza magonjwa na kwa baraka katika jina la Yesu Kristo, na geuza katika jina la Yesu Kristo, na vunja kila madhabahu inanisumbua, na pasua vipande vipande kwa ujasiri. Makanisa siku hizi, makanisa yamekuwa michezo tu, watu wanafundishwa ni pastor pekee yake anafaa kuomba. Ni pastor pekee yake anafaa kuomba. Huyo pastor amemchunguza kwenye ulimwengu wa roho. Chukua muda wako, hata huyo pastor unasema katika jina la Yesu Kristo, kwa mamlaka ya damu na kondoo, imeandikwa katika jina, aibu yake itaonekana na mataifa, na vaa mamlaka Baba, na vua umbo lake. Ukimvua umbo kama ni wa Mungu, hakuna kitakachotokea, na kama ni shetani utamuona usiku, utamuota. Inaweza kuwa pastor ndio spiritual spouse wako amekufunga. Wapo wengi wasio wanaotumia jina la Mungu, wanaosema baba, lakini mtawajua kwa matunda yao. Pia kanisa unaloenda unaamuru katika jina la Yesu Kristo, ili kanisa kama la kimungu naamuru liwe, na kama la kishetani na livunja vipande katika jina la Yesu Kristo. Ukilala utaota ndoto. Amini nakwambia, wapo wengi wameota na mapasta wao wa kishetani. Mimi nawajua baadhi yao. Wapo Kenya wana maarufu na wajua, they have learned the art of tilting scriptures. Wanajua kuegeuza maandiko, na wengi mnawajua, lakini mmepofushwa fikra, mmepofushwa macho msipate kuwajua. Lakini Roho ya Bwana juu yetu, ametutia mafuta ili kuwatangazia maskini habari njema, vipofu kupata kuona kwao tena, na walio kwenye magereza kupata kuachiliwa kwao katika jina la Yesu Kristo. Unaomba tu lile gereza Baba la umaskini lilonifunga, na livunja vipande kwa mamlaka ya damu na kondoo. Gereza la magonjwa na lipasua katika jina la Yesu Kristo. Mimi ndio rungu na silaha za Bwana za vita. Unaanza kupigana nao, anza kupigana nao dakika kidogo. Sema navaa mamlaka katika jina la Yesu Kristo, napigana na wakuu wa magereza na wafyeka katika jina la Yesu Kristo. Achia maisha yangu, na vunja kila kifungo cha maisha. Anza kuvunja vifungo vyote. Sema kwa mamlaka ya damu na kondoo, vifungo vya ufukara na vipasua katika jina la Yesu Kristo. Vifungo vya giza na zivunja vipande. Anza kupasua sasa. Anza kufyeka vifungo vya magonjwa na vipasua na zivunjilia mbali kwa mamlaka ya damu na kondoo na uwezo wa Yesu aliye hai. Vunja kila kifungo katika jina la Yesu Kristo. Tunaona Mungu akageuza umateka wa Ayubu, akageuza. Yaani katika Biblia, historia ya Wanaisraeli, wanawake walikuwa watoto wa kike, yani in general watoto wa kike walikuwa wapatiwi urithi na baba yao. Lakini hapa kwenye Biblia wana wa Ayubu walipatiwa urithi kama ndugu zao. Kwenye Biblia tu ni story 2 peke yake ya watu kupatiwa urithi, watoto kike. Wengine walikuwa na watoto wa mtu anaitwa Selofehadi. Selofehadi alikufa wakiwa jangwani.
alikuwa na watoto wa kike, hakujaliwa kupata mtoto wa kiume. Alipokufa, watoto wake wa kike 5 anaitwa Mala, Hogla, Tiza na Milka wakamfuata Moses wakamwambia, baba yetu amekufa jangwani, lakini hakukufa, lakini hakuwa mfuasi wa Kora. Wafuasi wa Kora ni wale walimezwa, wengine wakateketezwa na moto. Alikufa kwa dhambi yake, yaani baba yao alikufa kwa dhambi yake, na hakujaliwa na mtoto wa kiume. Basi si vyema kumbukumbu ya babangu, lineage ya babangu ipotee. Mungu, alafu Moses akaenda kaongea na Mungu, alafu Mungu akasikiza watoto wa Selofadi, wakapatiwa mali ya Wanaisraeli. Yaani ni hao na watoto wa Ayubu. Aya, tuendelee. Ayubu 42, nitaruka mpaka 12 42:12 nasema, basi hivyo Bwana akaubariki huo mwisho wa Ayubu zaidi ya mwanzo wake. Mungu akaubariki mwisho wa Ayubu zaidi ya mwanzo. Katika jina la Yesu Kristo naomba tu, naamuru mwisho wangu uwe bora kuliko mwanzo katika jina la Yesu Kristo. Naamuru katika jina haya mateso yavunjike vipande vipande, mwisho wangu uwe bora kuliko mwanzo kwa mamlaka ya Mwana Kondoo. Unaanza kuomba, unaanza kuachilia command kwenye ulimwengu wa roho. Saa ipo na saa yaja ambayo wafu watasikia sauti ya mwana wa damu. Hata wafu watasikia sauti ya mwanadamu. Kwa kusudi hili mwana wa damu alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi. Kuna kazi za ibilisi unafaa kuzivunja. Asiyetaka kuvunja kazi za ibilisi ni muda tu watakuvunja wewe. Lazima ujifunze kuvunja kazi za ibilisi. Unatoka kwenye ulimwengu wa damu na nyama, unaingia kwenye ulimwengu wa roho. Sema, na wakamata wakuu wa anga, na wakamata wakuu wa bahari, wakuu wa nchi, na wakamata yoyote anayezuia maisha yangu, yoyote aliyefunga maisha yangu, na kuvunja na kufyeka na kupasua na kuteketeza katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Yesu hai. Tunaona hapa sasa inaandikwa chapter 12 inasema, basi hivyo Bwana akaubariki huo mwisho wa Ayubu zaidi ya mwanzo. Naye alikuwa na kondoo 14 na ngamia 6,000 na jozi ya ng'ombe 1,000 na punda wake 1,000. Aliongezewa. Hapo mwanzo alikuwa na punda 500, lakini ameongezewa punda 1,000. Yaani Mungu anaubariki, uleta mara 2. Unaombea katika jina la Yesu Kristo, umenitesa sana, leta mara 2. Umetesa maisha yangu, leta mara 2, maana mwisho wangu umekuwa bora kuliko mwanzo. Unaanza kupasua sasa. Sema, navaa mamlaka katika jina la Yesu Kristo. Yule mwizi aliyeta maisha yangu na kufika, leta mara 2. Achia. Unawaambia waachia maisha yako katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Yesu ali hai. Inasema tena 13, inasema tena alikuwa na wana 4. Alikuwa na wana waume alikuwa na wana waume 7 na binti 3. Akamwita huyo wa kwanza Yemima, akamwita wa pili jina lake Kezia, na watatu akamwita jina lake Keranhupu. Na katika 15 nasema, katika nchi hiyo yote hawakutokea wanawake walio wazuri kama hao wana wa Ayubu, na baba yao akawapa urithi kati ya ndugu zao 4. Walipata urithi. Alafu 16 nasema, kisha baada ya mambo hayo Ayubu akaishi miaka 140. After kuteseka sana bado akaishi, naye akawaona wanawe na wana wa wanawe, hata vizazi 4. Jamaa amebarikiwa, ameshiba miaka. 17 nasema, basi Ayubu akafa akiwa mzee mwenye kujawa na siku. Hakuna kifo cha haraka. Sema, kwa mamlaka ya Mwana Kondoo navunja kila kifo cha haraka katika jina la Yesu Kristo. Napasua kila kifo cha ghafla kwa mamlaka ya Mwana Kondoo. Anza kuvunja kila kifo. Sema, navaa mamlaka kwa Mwana Kondoo. Sitokufa mimi bali nitaishi ili nisimulie matendo mema ya Mungu kwa mamlaka ya Mwana Kondoo. Imeandikwa, mabaya hatanipata mimi wala tauni haitokaribia imani mwangu. Navunja roho ya mauti kwa Mwana Kondoo, na ipasua roho ya kifo, na ifika katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Yesu. Leo unavunja roho ya mauti. Lazima ushibe miaka. Ndio maana Biblia inasema Daudi alipotumikia shauri la Mungu akafa, naye akalala pamoja na baba zake. Alizikwa pamoja na baba zake alipofanya shauri la Mungu. Wewe bado kuna shauri la Mungu hujalifanya bado, lazima ulitende. Hakuna kufa haraka hapa. Haufi wewe, hautokufa wewe, bali utaishi. Mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitokaribia hemani mwako. Jambo moja unalojua tu wewe, utakaa nyumbani mwa Baba, ili Mungu atakusitiri siku ya uovu. Yule aketia mahali pasiri pa Bwana amefichwa chini ya uvuli wa mbawa zake. Unaomba sasa kwa mamlaka, unavunja kifo cha haraka, unakipasua
kwa mamlaka ya mwana kondoo. Hakuna, imeandikwa, kumbuka imeandikwa, hakuna awezaye kumlaani ambaye Mungu amembariki. Hakuna awezaye kukutumia magonjwa, maana Mungu amekubariki. Ukiwa mtu wa vita, hakuna anayeweza kukulaani, maana Mungu amekubariki. Kama shomoro katika kutangatanga kwake na katika na kama mbayuwayu katika kurukaruka kwake, ndivyo ilivyokuwa laana isiyo na msingi, hiyo haitakupata. Hiyo ni Methali 23:26 mstari wa 3. Nataka tuingie kwenye maombi sasa, tuko na muda kidogo. Nataka tuingie kwenye maombi, tugeuze kila laana, tugeuze. Ndio maana kitabu cha Isaiah 42 mstari wa 12 mstari wa 22 unasema, watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wamenasa kwenye magereza, wamewekwa kwenye mashimo, wamekuwa mawindo, hakuna waokoaye wala hakuna aitaye. Leo tunataka kusimama kama kuhani wa Bwana. Imeandikwa, umenifanya kuwa kuhani juu ya mataifa, kuvunja, kuharibu, kuteketeza, kupanda na kujenga. Nataka tuingie kwenye maombi sasa, tujitakase tena, tupasue vipande vipande, kama dakika 30 tufike, tuvunje, tuharibu, tuponde katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Yesu aliye hai. Anza kujitakasa, sema najitakasa kwa damu ya mwana kondoo, najitakasa kwa damu ya Yesu, najitakasa kwa damu ya mwana kondoo, natakasa nafsi yangu, natakasa mwili wangu, natakasa na akili yangu, natakasa na mwili wangu na roho yangu, naitakasa kwa damu ya mwana kondoo. Anza kujitakasa. Ukijitakasa unaomba msamaha, sema naomba msamaha kwa wale nimeyafanya kwa kujua na pasipo kujua. Naomba msamaha kwa damu ya mwana kondoo. Imeandikwa, nikuje nisemezane nawe, ijapokuwa dhambi zangu zimekuwa nyekundu kama damu, Baba utazifanya kuwa nyeupe kama theluji. Baba naomba msamaha katika jina la Yesu Kristo. Ukiomba msamaha unaanza kusema, mimi ni mwana wa Mungu aliye hai. Imeandikwa, mimi ndio rungu na silaha za Bwana za vita. Imeandikwa, mbingu ni mbingu zako, lakini nchi umenipa mimi. Anza kuvaa mamlaka kwa damu na kondoo, vaa mamlaka katika jina la Yesu Kristo. Nataka tuwapige, maana silaha za vita zetu zinaweza katika Mungu hata kuvunja ngome, tukiangusha mawazo na chochote ambacho kimejiinua juu ya mawazo ya Bwana, tukiteka nyara fikra, tukizileta chini ya uongozi wa Kristo. Leo nataka tugeuze umateka wa ugonjwa, tugeuze umateka wa laana, tugeuze magonjwa yawe uhai tena, tugeuze ufukara uwe utajiri tena katika jina la Yesu Kristo, maana imeandikwa, mahali tutakapokanyaga na wayo ya miguu yetu tutapamiliki. Anza kuvaa mamlaka, sema najitaka kwa damu ya mwana kondoo. Naomba msamaha kwa ile nimeyafanya kwa kujua na pasipo kujua. Na vaa mamlaka, mimi ni mwana wa Mungu aliye hai. Nimepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na inge na kazi zote za ibilisi. Imeandikwa, bomoeni hata misingini, na bomoa kila madhabahu za kichawi, na vunja kila madhabahu za laana ya ukoo, na pasua kila madhabahu za nchi, na fyeka kila madhabahu za upande wa kina baba, na zivunjilia mbali, na zipasua, na zifyeka kwa damu na kondoo. Imeandikwa, vaeni silaha za Bwana za vita, ili mpate kupigana siku ya uovu, na vaa kigao na ngao, na vunja kila madhabahu katika jina la Yesu Kristo, na pasua madhabahu za magonjwa, na fyeka madhabahu za ufukara, na vunja na haribu na teketeza vipande vipande. Anza kupasua sasa, anza kufyekelea mbali, sema naachilia moto, naachilia radi juu ya madhabahu, na vunja na teketeza kila madhabahu. Ukisema nateketeza kwa ulimwengu roho, unateketeza katika jina la Yesu Kristo. Sema naachilia moto katika jina la Yesu Kristo, na vunja madhabahu zote za wazee wa kale, na pasua madhabahu iliyotengenezwa na wazee wa kizazi cha kwanza, na pasua madhabahu za mkuu wa ukoo, na fyeka, na achilia moto, na achilia radi kwenye ulimwengu roho, vunja, haribu, teketeza vipande vipande kwa mamlaka ya damu na kondoo. Anza kuvunja, anza kupasua, maana imeandikwa, ufalme wa Mungu ulipatikana kwa nguvu, na wenye nguvu waliuteka. Sema navaa mamlaka katika jina la Yesu Kristo. Madhabahu zote waliotengeneza kwa ajili yangu, na pasua vipande vipande kwa mamlaka ya damu na kondoo. Madhabahu za magonjwa, madhabahu za ufukara, madhabahu za laana, na fyekelea mbali, na zivunja, na vaa kigao na ngao, maana mimi ndio rungu na silaha za Bwana za vita. Anza kupasua sasa, sema navunja na haribu. Kwa dakika 3 nataka tupasue kila madhabahu. Sema nazikusanya madhabahu za magonjwa, nazikusanya madhabahu za wachawi wa ukoo, nazikusanya madhabahu za wafalme wa nchi, nazikusanya madhabahu za wakuu wa anga, nazikusanya madhabahu za wenye mamlaka ya anga, nazivunja, nazipasua, nazifyekelea mbali, naziharibu, naziponda katika jina la Yesu Kristo. Anza kuvunja ukiharibu, sema navaa mamlaka katika jina la Yesu Kristo. Imeandikwa, bomoeni hata misingini, nami nabomoa kwa mamlaka ya damu na kondoo, navunja na haribu, na ponda
vipande vipande katika jina la Yesu Kristo. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, Baba uishimilie, tunavaa mamlaka tena kwa damu na kondoo. Tunavaa mamlaka, imeandikwa, ikiwa watu wangu nilioita kwa jina langu wakinyenyekea na kuomba na kutafuta uso wako, kutoka mbinguni nitawasikia nami nitawaponya na nchi yao. Tunavaa mamlaka sasa kwa damu na kondoo, kila madhabahu Jehova inayotesa watu hawa, madhabahu chini ya bahari, maana imeandikwa saa ipo na saa yaja ambayo wafu watasikia sauti ya mwanadamu. Na vunja kila madhabahu kwa mamlaka ya damu na kondoo. Imeandikwa, kama sisi ni watu wa Mungu, wacha moto toke juu wateketeze jemedari na makuhani wake, nami naachilia moto kwenye ulimwengu wa roho, nateketeza kila madhabahu katika jina la Yesu Kristo. Na vunja, imeandikwa, vaeni silaha za Bwana za vita ili mpate kupigana siku ovu. Na vunja, na haribu madhabahu za magonjwa, pasuka vipande vipande, madhabahu za kukosa watoto, pasuka vipande vipande, madhabahu ya kupata na kupotea, na ipasua na ifyeka kwa damu na kondoo. Maana imeandikwa, Mungu katika jina la Yesu Kristo, imeandikwa, mkono wa Mungu si mfupi hata ukashindwa kuokoa, masikio yake si mazito hata akashindwa kusikia. Leo navaa mamlaka katika jina la Yesu Kristo, ile madhabahu sugu iliyotengenezwa juu ya watu hawa, na ikamata kwenye ulimwengu wa roho, na ipasua vipande vipande. Maana imeandikwa, usimfunge ng'ombe mdomo unaposaga nafaka. Na vunja kila madhabahu katika jina la Yesu Kristo, na zigeuza zinakuwa kama kinyesi kwenye sura inchi. Pasuka vipande vipande, na achilia moto kwenye ulimwengu wa roho, madhabahu chini ya bahari, na fyeka madhabahu za wakuu wa anga. Vunja vipande vipande, maana kupigana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya wafalme. Na kamata madhabahu ya wafalme na yavunja, bali ni juu ya mamlaka. Na kamata madhabahu ya wenye mamlaka na pasua, bali ni juu ya wakuu wa giza hili. Na kamata madhabahu ya wakuu wa giza hili na vunja vipande vipande katika jina la Yesu Kristo. Imeandikwa, kupigana kwetu sisi ni juu ya majeshi ya pepo baya kwenye ulimwengu wa roho. Na kamata majeshi ya pepo baya kwenye ulimwengu wa roho na madhabahu zao iliyokusanya kuleta magonjwa juu ya watu hawa, iliyokusanya kuzuia hatima ya watu hawa. Na pasua hiyo madhabahu na ifyeka, vunja vipande vipande, pasuka katika jina la Yesu Kristo. Anza kuvunja sasa, vunja kwa mamlaka ya damu na kondoo. Sema imeandikwa, hatimaye kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Na vaa mamlaka sasa kwa damu na kondoo, na pasua kila madhabahu na fyeka kila madhabahu katika jina la Yesu Kristo. Anza kuvunja. Vunja, sema na vunja, na haribu, na ponda vipande vipande, na haribu, na teketeza. Anza kupasua, sema madhabahu za ukoo na zivunja vipande vipande. Neno la Mungu ni nyundo inayovunja miamba vipande vipande. Ulituma neno kuwaponya watu wake na kuwatoa kwenye maangamizi, nami nalituma neno. Na vunja kila madhabahu za kichawi, nalituma neno. Na pasua madhabahu za magonjwa, na fyeka, na haribu, na teketeza vipande vipande. Anza kupasua ukifyeka, anza kuharibu katika jina la Yesu Kristo. Maana imeandikwa, lile pando ambalo Mungu ajalipanda litang'olewa. Hiyo madhabahu ya ng'oe sasa. Anza kung'oa madhabahu za magonjwa, na yang'oa katika jina la Yesu Kristo. Madhabahu za ufukara na ivunja, na iteketeza, na ing'oa katika jina la Yesu Kristo. Anza kufyeka, anza kuvunja kwa mamlaka ya damu na kondoo. Imeandikwa, kila alitaye jina la Bwana ataokolewa. Leo tunaliita jina la Bwana. Neno la Bwana li hai, lina nguvu, ni likali kuliko upanga ukatao kuwili, ni jepesi, linachoma hata kuzitawanya nafsi na roho. Na vaa upanga wa rohoni, na vunja kila madhabahu, na pasua vipande vipande. Achia sasa, anza kuachilia moto kwenye ulimwengu wa roho. Sema, na achilia moto katika jina la Yesu Kristo, na achilia radi katika jina la Yesu Kristo. Na pasua kila madhabahu za uchawi, na fyeka kila madhabahu baba za magonjwa, na pasua kila madhabahu za kupata na kupotea, na fyeka. Maana imeandikwa, kila silaha iliyofanyika juu yangu haitofaulu, kila madhabahu iliyotengenezwa kwa jina langu hazitofaulu, maana nazipa pasua. Anza kufyeka, anza kuvunja, ukiharibu, teketeza vipande vipande, vunja. Imeandikwa, wewe ni chombo kipya kikali chenye meno, utavunja milima, utafikisha vilima, nazo zitakuwa kama makapi. Sema, navaa mamlaka katika jina la Yesu Kristo. Navunja kila madhabahu katika jina la Yesu Kristo. Na pasua madhabahu za wachawi, na pasua madhabahu za wakuu wa anga, na fyeka madhabahu za wakuu wa bahari, na zivunja vunja. Nimepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na inge. Mimi ndio rungu na silaha za Bwana za vita. Kwa mimi nitavunja vunja madhabahu, kwa mimi nitapasua wakuu wa anga. Anza kufyeka ukiharibu, teketeza vipande vipande. Ashindanaye na Bwana atapondopondo kutoka mbinguni. Bwana ataachilia radi. Sema, na achilia radi, na ponda na haribu kila madhabahu katika jina
la Yesu Kristo na uwezo wa Yesu aliye hai. Nataka sasa tukamate sasa wakuu wa madhabahu, nataka tuwakamate waganga waliojikusanya kwenye madhabahu, nataka tukamate mapepo wa kitengo cha juu, kitengo cha chini, nataka tukamate mizimu ya ukoo, nataka tukamate, tuifunge. Kumbuka imeandikwa, hakuna awezaye kwenda kwa nyumba ya mtu mwenye nguvu akachukua silaha zake asipokumfunga. Lazima tuwafunge sasa katika jina la Yesu Kristo. Unaombaje sasa? Sema, navaa mamlaka kwa damu na kondoo katika jina la Yesu Kristo. Imeandikwa, wafalme wao nitawafunga kwa pingu za chuma na wakuu wao nitawafunga kwa minyororo katika jina la Yesu Kristo. Na wafunga wakuu wa anga wanaozuia maisha yangu, wachawi wanaozuia maisha yangu, kila roho ya kishetani inayezuia maisha yangu na ikamata na ifunga, kila roho ya mwanadamu inayezuia maisha yangu na ikamata na ifunga. Anza kufunga mapepo na zikamata na zifunga, majini makata, majini narinari, majini mahaba na zikamata na zifunga kwa mamlaka ya mwana kondoo. Anza kuzifunga sasa, anza kuzifunga. Kumbuka imeandikwa, aliyejikusanya kwa ajili yako na hajaamuriwa na Mungu ataanguka kwa ajili yako. Wamejikusanya kwa ajili yako ili wakuangamize. Anza kuwafunga sasa. Sema, na wakamata na wafunga wakuu wa anga, na wakamata na wafunga wakuu wa bahari, na wakamata na wafunga wanaoleta laana juu ya maisha yangu, na wakamata na wafunga wanaozuia nisipate watoto, na wakamata na wafunga wanaozuia ndoa yangu, na wakamata na wafunga wanaozuia maisha yangu, na wakamata kwenye ulimwengu roho na wafunga. Kumbuka imeandikwa, ahimidiwe Mungu Baba yetu Yesu Kristo aliyetubariki sisi kwa baraka zote kwenye ulimwengu wa roho. Lakini yupo anayezuia kwenye ulimwengu wa roho, anayezuia baraka zangu kwenye ulimwengu wa roho na kukamata na kufunga. Anza kuwafunga matita. Sema, na wakusanya kwenye ulimwengu wa roho, na wakusanya katika jina la Yesu Kristo, na wafunga. Anza kuwafunga sasa, anza kuwafunga. Adui wa mtu ni ule wa nyumbani mwake. Sema, katika jina la Yesu Kristo, wachawi wote wa ukoo wanaozuia maisha yangu, waganga wa ukoo, mizimu ya ukoo inayezuia nisipate, mizimu iliyotuma kunichelewesha, mizimu iliyotuma kuletea delay kwenye maisha, na zikamata na zifunga. Wachawi wa ukoo na wakamata, wafalme wa anga wanaonizuia maisha yangu na wakamata na wafunga katika jina la Yesu Kristo. Imeandikwa, tazama leo ndio ile siku ambayo adui wako ameletwa chini ya miguu yako, utamtenda kama vile unavyotaka wewe. Ukitaka kuwatundika wapasue. Sema, na wapasua na wafyeka na wavunja vipande waganga wa kienyeji, na wapasua mizimu na majeshi ya wafu na yafyeka. Anza kuyafyeka sasa, anza kuyavunja kwa mamlaka ya mwana kondoo. Sema, na mamlaka katika jina la Yesu Kristo leo na sasa hivi, na vunja na haribu na wateketeza katika jina la Yesu Kristo, na teta nao na pigana nao na wafyekelea mbali. Imeandikwa, aonywaye mara mingi akishupava shingo yake itavunjwa na dawa itapatikana. Na kukamata ulioonywa ukaleta magonjwa juu yangu, na kukamata unayezuia maisha yangu na kufyeka. Anza kuwafyeka, anza kuponda kwa mamlaka ya mwana kondoo. Mapepo uliotuma ndani yangu na wafyeka, mapepo wanaotenda kazi nje na waponda. Mizimu inayezuia baraka yangu nje na ikamata na ifyeka katika jina la Yesu Kristo. Imeandikwa, unayaweza yote katika yule anitia nguvu. Anza kuwatundika sasa, anza kuwapasua, anza kuwafyekelea mbali. Imeandikwa, Mungu akachilia moto mkuu ikawalamba makuhani 250. Aliye ndani yako ni mkuu kuliko aliye kwenye ulimwengu. Sema, naachilia moto katika jina la Yesu Kristo, naachilia moto kwenye ulimwengu wa roho, na wateketeza waganga wa kienyeji, na wateketeza wachawi wanaozuia maisha yangu, na teketeza kwa mamlaka ya damu na kondoo. Anza kuteketeza sasa, anza kuwafyekelea mbali. Sema, na wafyeka na wavunja leo na sasa hivi, na watundika waliofanya chuki na hasira juu yangu, wanaibika na kutayarika, na waaibisha na watahayarisha katika jina la Yesu Kristo. Anayeshindana na mimi atakuwa sio kitu tena, na kugeuza unakuwa kinyesi ewe mganga, na kugeuza unakuwa kinyesi ewe mchawi, na kufyeka na kuvunja vipande na uwezo wako wa kuroga na kupasua na kufyeka. Anza kuwafyeka sasa, anza kuwapasua. Sema, na wakusanya wachawi wote wa ukoo, na wakusanya wakuu wa anga wanaozuia maisha yangu, na wakusanya mizimu inayozuia maisha yangu, na iponda na ifyekelea mbali. Anza kuwavunja, anza kuwapasua, maana imeandikwa, Mungu aligeuza laana ya Balaam ikawa baraka. Lakini lazima wafyeke watesi wako, watenda mabaya na watesi wako walipokaribia kula nyama, watesi wako walijikwaa. Na amuru katika jina la Yesu Kristo, watesi wa watu wao wajikwae katika jina la Yesu Kristo, na wapasua wanaoleta uovu juu ya maisha yangu, na wafyeka aliyetuma roho ya hofu juu ya maisha yangu. Ametujia kwa hofu, na mjia kwa jina la Bwana, na mtundika na mpasua kwa mamlaka ya mwana kondoo. Anza kuwafyeka sasa,
sasa. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, Baba uishe milele. Baba tunavaa mamlaka tena katika jina la Yesu Kristo. Mbingu ni mbingu zako, lakini nchi umetupa sisi. Imeandikwa mbinguni kuna kiti chako cha enzi, lakini duniani ni mahali Baba miguu yako ipo. Tunavaa mamlaka, imeandikwa endeni mkazae muijaze dunia na muitiishe. Leo navaa mamlaka kama mwana wa Mungu, tunaikamata anga, tunaikamata nchi katika jina la Yesu Kristo. Kama mtawala kwenye nchi na ikamata katika jina la Yesu Kristo. Kama mtawala juu ya bahari na ikamata katika jina la Yesu Kristo. Maana imeandikwa kama vile Mungu anavyoisha wafu na kuwapa uzima, ndivyo alivyo mwana anawisha chochote akitakacho. Nami navaa mamlaka sasa kwa damu na kondoo. Watesi wetu na wakamata, adui wa maisha yetu na wakamata, waganga waliofunga watu wao na wakamata na wafunga na watundika na wapasua na wafyeka na achilia moto katika jina la Yesu Kristo. Amemeza mali huyo na mkamata na mfyeka na vunja vipande vipande. Ametuma mapepo yazuie njia za watu na mkamata na mpasua. Ametuma majini kwenye ulimwengu roho na mkamata na mpasua. Ametuma majoka kwenye ulimwengu roho na mkamata na mpasua. Ametuma mizimu ya ukoo kwenye ulimwengu roho na ikamata na ivunja katika jina la Yesu Kristo. Na washambulia sasa wakuu wa giza, na washambulia makuhani wote wa ibilisi, na washambulia kwa mamlaka ya damu na kondoo wakuu wa anga wanaozuia waletayo magonjwa juu ya watu hawa, wanaoleta ufukara, wanaoleta hofu juu ya watu hawa, na wakamata na wapasua, wanaopanga kuleta kisasi kwenye ulimwengu roho na wakamata na wafyeka katika jina la Yesu Kristo. Leo na sasa hivi kila kiumbe cha Bwana Jehova kinachotumia na kichawi na kikamata na kishusha pande za mwisho za shimo katika jina la Yesu Kristo. Na wakamata wachawi na washusha katika jina la Yesu Kristo pande za mwisho za shimo katika jina la Yesu Kristo. Na watundika na wapasua na wafyeka. Vunja sasa katika jina la Yesu Kristo. Nataka tupasue mikataba yao katika jina la Yesu Kristo. Kuna mikataba asiolewe, kuna mikataba asipate mchumba, kuna mikataba asiwe tajiri. Ipo mikataba imefanyika kwenye ulimwengu roho. Nataka tuvunje kila mikataba za kichawi. Nataka tupasue kila mikataba za uovu. Nataka tupasue kila mikataba za kushindwa. Nataka tupasue, maana imeandikwa mahali utakapokanyaga na wayo ya miguu yako utapamiliki. Leo lazima umiliki mashamba, lazima umiliki utajiri katika jina la Yesu Kristo. Unaombaje sasa? Sema navaa mamlaka tena kwa damu na kondoo. Navunja kila mikataba ya kishetani iliyofanyika kwenye ukoo. Napasua kila mikataba iliyofanyika kuzimu kwa ajili yangu. Napasua, maana imeandikwa wewe ndiye Mungu unayetangaza mwisho kabla ya mwanzo. Lakini hii mikataba inayozuia nisifike mwisho na ikamata na vunja. Anza kuvunja mikataba, kila covenant ya kishetani na vya mamlaka na ipasua vipande. Kila mikataba iliyofanyika kwenye ukoo na ikamata na ipasua katika jina la Yesu Kristo. Kila mikataba iliyofanyika kwenye eneo naloishi na likamata na livunja. Anza kuvunja mikataba. Sema na vya mamlaka, mikataba za magonjwa na zipasua kwa moto lao. Mikataba za kushindwa na achia moto lao na zivunja. Natuma moto katika jina la Yesu Kristo. Na pasua mikataba za magonjwa, na pasua mikataba za kukosa, na pasua mikataba ya kifo cha haraka, na pasua kila covenant ya kishetani, na pasua kila mikataba na kila agreement na matambiko ya ukoo. Na vunja. Anza kuvunja mikataba sasa katika jina la Yesu Kristo. Sema na achilia moto katika ulimwengu roho. Na vunja mikataba za magonjwa, na pasua mikataba za mateka, na pasua mikataba katika jina la Yesu Kristo. Na achilia moto, na achilia radi kwenye ulimwengu roho. Sema na vunja, na haribu, na pasua vipande mikataba iliyotengenezwa ili niangamie mimi. Na pasua mikataba iliyotengenezwa kushika huduma yangu. Na pasua mikataba. Anza kuvunja mikataba kwa mamlaka ya damu na kondoo. Kumbuka imeandikwa ufalme wa Mungu ulipatikana kwa nguvu, na wenye nguvu walioteka. Imeandikwa kupigana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Tunapigana nazo sasa. Sema napigana na kila mikataba kwenye ulimwengu roho. Navunja kila mikataba iliyonifunga mimi toka siku nilipozaliwa. Napasua kila mikataba iliyotengenezwa kwenye ulimwengu roho. Na fyekelea mbali, na fyeka, na vunja, na haribu, na teketeza vipande kwa mamlaka ya damu na kondoo. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu. Baba tunavaa mamlaka tena kwa damu na kondoo. Tunakamata kila mikataba iliyofanywa kwenye madhabahu ya giza. Tunakamata kila mikataba iliyotengenezwa juu ya watu hawa. Mikataba asipate, mikataba asiolewe, mikataba apate watoto wasioeleweka, mikataba afe kifo cha haraka, mikataba katika jina la Yesu Kristo. Na zikamata katika ulimwengu wa roho. Na vunja kila mikataba, na tundika kila mikataba, na teketeza kila mikataba. Mikataba imeandikwa sema neno nalo litageuzwa. Imeandikwa fanya shauri nalo litabatilishwa.
na batilisha kila mikataba ya magonjwa, na kanusha kila mikataba ya ufukara, na kanusha kila mikataba ya giza katika jina la Yesu Kristo. Na vunja, na haribu, na pasua vipande vipande. Vunja, sema na vunja kila mikataba yao, na pasua kila mikataba za magonjwa, na pasua katika jina la Yesu Kristo. Anza kuachilia moto kwenye ulimwengu wa roho, anza kuvunja kila mikataba. Sema na vunja mikataba za magonjwa, na zipasua vipande vipande. Mikataba za kushindwa, na zipasua katika jina la Yesu Kristo. Na anza kuharibu sasa, na haribu mikataba iliyotengenezwa kwenye ulimwengu wa roho juu ya maisha yangu, na haribu mikataba iliyotengenezwa nisipate mchumba, na haribu mikataba iliyotengenezwa nife kifo cha haraka, na vunja mikataba iliyotengenezwa kwenye ulimwengu wa roho, mikataba ya kifungo cha akili, na pasua mikataba ya kifo cha haraka, na vunja vipande vipande katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Yesu ali hai. Nataka tuharibu sasa, nataka tuvunje kafara zao, kuvunja kafara za kichawi. Nataka tuteketeze kila damu ambayo inanena magonjwa kukuhusu wewe. Ipo damu ambayo inanena mambo mema kukuhusu wewe. Tazama, ijapokuwa alikuwa tajiri akaishi maisha umaskini, ili katika kuishi kwake sisi tuwe matajiri. Kumbukeni na rehema za Yesu Kristo, ingawaji aliwekwa kwenye msalaba, akavunja laana zote za Torati, ili sisi kwa njia imani tupate baraka za Ibrahimu. Imeandikwa, alipigwa kwa ajili yetu, akachubuliwa kwa ajili yetu, na adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake tumepona katika jina la Yesu Kristo. Anza kuvunja sasa, anza kuharibu kafara za kichawi. Sema, navaa mamlaka kwa mamlaka tamaa na kondoo, na vaa mamlaka katika jina la Yesu Kristo. Na haribu kafara walizotoa juu ya madhabahu zao, na pasua kafara walizotoa nisipate mtoto, na pasua kafara walizotoa nipate watoto wakipotea kwenye tumbo, na pasua kafara walizotoa, maana imeandikwa, Mungu amebariki chakula chetu, amebariki na kinywaji chetu. Imeandikwa, hapatatokea mtu anayeyava mimba ama mtu aliyetasa katika jina la Yesu Kristo. Mikataba na kafara iliyotolewa nisipate mtoto, na ipasua. Mikataba iliyotengenezwa nipate mimba ikiharibika, na pasua. Mikataba iliyotengenezwa nisipate mchumba, na ipasua. Anza kufyeka kafara zao. Sema, naachilia moto katika jina la Yesu Kristo, na haribu kila kafara iliyotolewa kwa ajili yangu, na pasua kafara za kichawi, na nyamazisha damu inayonena magonjwa kunihusu mimi, na nyamazisha katika jina la Yesu Kristo. Damu inayonena ufukara kunihusu mimi, na inyamazisha katika jina la Yesu Kristo. Damu inayonena magonjwa, na inyamazisha leo na sasa hivi, na nyamazisha damu ya kafara yao. Sema katika jina la Yesu Kristo, ewe damu inayonena magonjwa kuhusu mimi, nyamaza katika jina la Yesu Kristo. Ewe kafara inayonena magonjwa kuhusu mimi, na kunyamazisha kafara iliyotolewa ya binadamu, na inyamazisha kafara iliyotolewa ya wanyama, na inyamazisha katika jina la Yesu Kristo. Anza kunyamazisha sasa. Sema, na inyamazisha hiyo damu inayonena magonjwa kuhusu mimi, na inyamazisha, maana imeandikwa, imo damu inayonena mema kuhusu mimi, ambayo ni damu ya mwana kondoo. Sema, na inyamazisha damu ya kafara yao, na inyamazisha kwa mamlaka ya damu na kondoo katika jina la Yesu Kristo. Anza kuvunja kafara zao, anza kuharibu. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, Baba uishi milele Jehova, tunavaa mamlaka tena kwa damu na kondoo, na haribu kila kafara iliyotengenezwa Jehova juu ya watu hawa, na pasua damu inayonena magonjwa kuhusu watu hawa, na pasua damu inayoleta giza kwenye maisha ya watu hawa, na pasua damu inayozuia mifadha, damu inayozuia hatima yao, na pasua damu inayonena afya kifo cha haraka, na ipasua, na ifyeka, na iachilia moto. Maana imeandikwa, Mungu hakawii wala achelewi. Imeandikwa, Mungu anajibu kwa moto katika jina la Yesu Kristo. Na achilia moto kwenye ulimwengu wa roho, na teketeza kila kafara iliyotolewa juu ya watu hawa, na pasua kafara za magonjwa, na ziharibu katika jina la Yesu Kristo. Imeandikwa, mkono wa Bwana si mfupi hata ukashindwa kuokoa. Baba, nazama kwenye ulimwengu wa roho, na ikamata bahari, kafara iliyotolewa juu ya bahari, na ipasua vipande vipande. Kafara iliyotolewa juu ya nchi, na ipasua katika jina la Yesu Kristo. Na iteketeza kafara iliyotengenezwa juu ya anga, na ipasua, na ifyekelea mbali kwa mamlaka ya damu na kondoo katika jina la Yesu Kristo. Anza kufyeka kafara za kichawi, anza kuponda katika jina la Yesu Kristo. Kwa kawaida yetu lazima tuvunje ndoa za kishetani. Kuna watu wamefungishwa ndoa na mizimu, kuna watu wamefungishwa ndoa na waganga, kuna watu wamefungishwa ndoa asipate mchumba, kuna watu wamefungishwa ndoa na mauti, kuna watu wamefungishwa ndoa. Ndio maana Biblia inasema wafu, bahari itaachilia wafu waliofungiwa ndani, mauti na kuzimu pia itaachilia wafu ili wapate kuhukumiwa. Kuna watu wamefungiwa kwenye mauti, kuna watu wamefungiwa kuzimu, kuna watu wamefungiwa kwenye bahari. Umefungishwa ndoa, wakasema huyu ni wetu, atapata
atapata shida siku za maisha yake. Nami naamuru kuanzia leo zile kamba za mauti zinavunjika vipande vipande. Sema kwa mamlaka ya mwana kondoo, na mamlaka tena katika jina la Yesu Kristo. Navunja kila ndoa ya kishetani, na pasua leo na sasa hivi. Navunja kila ndoa ya giza, na pasua kila ndoa alionifungisha na mauti. Anza kuvunja ndoa za kishetani kwa mamlaka ya mwana kondoo. Unaomba tu kwa ujasiri, sema imeandikwa, nimepokea roho ya ujasiri. Imeandikwa hatimaye kuwa jasiri katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Na mamlaka sasa katika jina la Yesu Kristo. Navunja ndoa zote za kishetani, all spiritual spouse niandama na wafyeka katika jina la Yesu Kristo. Kila ndoa ya kishetani Jehova, na vunja vipande vipande, na ipasua na ifyekelea mbali. Anza kuvunja ndoa za kishetani, anza kuharibu ndoa za giza. Sema navaa mamlaka, navunja, naharibu, navaa mamlaka, napasua leo na sasa hivi. Nafyeka ndoa za kishetani, nazipasua pete zao za uchumba, nazifyeka watoto wa kishetani, na waponda kwa mamlaka ya damu na kondoo. Anza kuwaponda sasa, anza kuvunja ndoa za kishetani, anza kuharibu ndoa za giza. Sema navaa mamlaka, napasua ndoa za kishetani, navaa mamlaka, naharibu ndoa za giza, navaa mamlaka, napasua ndoa za kishetani, navunja, naharibu katika jina la Yesu Kristo. Maana imeandikwa Mungu ni roho, na palipo roho wa Mungu pana uhuru. Lakini wamekufungisha ndoa. Unaota usiku unakandamizwa kwenye ulimwengu wa roho, unaota usiku unakandamizwa usiku. Anakuja anakufunga katika jina la Yesu Kristo. Sema navaa mamlaka, aliyenifungisha ndoa ya kishetani, na mkamata katika jina la Yesu Kristo. Na mfyeka, anza kuwafyeka. Maana imeandikwa kwao kuna mkono wa wanadamu, lakini kwetu sisi Mungu aliye hai yupo pamoja nasi katika jina la Yesu Kristo. Imeandikwa Mungu hapendi kuwatesa wanadamu, lakini yupo anayekutesa. Amekufungisha ndoa ya kishetani, anza kuwaponda, anza kuwafyeka. Sema naachilia moto, naachilia radi kwenye ulimwengu wa roho, na kufyeka aliyenifungisha ndoa za magonjwa, na kuponda, aliyenifungisha ndoa za mauti, na kuvunja, aliyenifungisha ndoa za kukosa elimu, na kupasua, aliyenifungisha ndoa za delay kwenye maisha, na kupasua, aliyenifungisha ndoa za kifo cha haraka, na kupasua, aliyenifungisha ndoa na mauti, na kupasua, aliyenifungisha ndoa na kuzimu, na kupasua. Anza kuwapasua sasa katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Yesu aliye hai. Nikamwona Yoshua mtumishi wa Mungu amesimama mbele za malaika, na shetani amekaa upande wako kulia ili ashindane naye. Sema na kukamata aliyekaa upande wako kulia ili ashindane na maisha yangu, na kukamata aliyekaa upande wako kulia ili ashindane na biashara yangu, na kufyeka aliyekaa upande wako kulia ili afunge maisha yangu, na kuponda. Maana imeandikwa mabaya hayatanipata mimi, wala tauni haitokaribia imani mwangu. Imeandikwa nitaangusha 10,000 upande wa kulia na 1000 upande wa kushoto, na wakamata katika jina la Yesu Kristo 10,000 waliekaa kunifungisha ndoa ya kishetani, na wapasua. Anza kuwafyeka 10,000 waliekaa upande wangu kulia ili kunifungisha ndoa ya magonjwa, na kuvunja vipande aliyefunga njia zangu za mafanikio, na kukamata katika jina la Yesu Kristo. Aonywaye mara mingi akashupava shingo yake itavunjwa, na dawa itapatikana, na kukamata na kushambulia. Imeandikwa vaa kigao na ngao, na washambulia. Imeandikwa wataweka kwenye njia iliyojaa giza na utelezi, na waweka kwenye njia iliyojaa giza na utelezi. Anayetazama maisha yangu kutumia vyombo vya giza, na kushambulia na kuweka kwenye njia iliyojaa giza na utelezi. Aliyenifungisha ndoa na magonjwa, na kushambulia na kupasua vipande. Maana imeandikwa lile jua la haki lenye kuponya kwenye mbawa zake limezuka, nasi tunarukaruka kama ndama aliyechiwa kwenye mazizi, tukiwakanyaga waovu wanakuwa kama vumbi chini ya miguu yetu. Sema na wakanyaga aliyenifungisha ndoa za kishetani, na wageuza wanakuwa mavumbi chini ya nchi, na wageuza wanakuwa kama matope ya baharini, na wageuza wanakuwa kama kinyesi kwenye sura nchi. Sema pasuka. Aliyenifungisha ndoa na kupasua katika jina la Yesu Kristo. Aliyenifungisha ndoa ya magonjwa na kupasua. Aliyenifungisha ndoa ya ufukara na kupasua. Aliyenifungisha ndoa nisipate na kupasua. Aliyenifungisha ndoa ya kishetani na kupasua katika jina la Yesu Kristo. Maana imeandikwa mimi ndio rungu na silaha za Bwana za vita, na kukamata aliyenifungisha ndoa za magonjwa, na kukamata na kufyeka na kuvunja na kuharibu na kuteketeza katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Yesu aliye hai. Imeandikwa ndipo Mungu akageuza umateka wa Ayubu. Na sisi tunataka tuombe sasa, tugeuze umateka wa kichawi, tugeuze umateka
ugeuze laana iwe baraka. Ndio wakati sasa, hii ni saa ya ufufuo na uzima duniani, asema Bwana wa majeshi. Sema katika jina la Yesu Kristo, navaa mamlaka sasa kwa damu ya kondoo, na geuza maisha yangu Jehova, na yageuza na kuwa ya baraka, na geuza ile laana na kuwa baraka kwenye maisha yangu katika jina la Yesu Kristo, na geuza kwenye ulimwengu wa roho, na geuza ile laana uliyotuma juu yangu, na igeuza inakuwa baraka. Yale magonjwa uliyotuma juu ya maisha yangu, na yageuza yanakuwa afya tena. Ule ufukara uliotuma kwenye ulimwengu wa roho, na ugeuza, anza kugeuza. Sema geuka, geuka ewe laana nisipate mchumba, na kugeuza. Ewe laana nisiolewe, na kugeuza kwa mamlaka ya damu na kondoo. Ewe laana nife kifo cha haraka, na kugeuza. Ewe laana nife kifo cha magonjwa, na kugeuza. Ewe laana uliyotuma juu ya maisha yangu, na geuza kila laana katika jina la Yesu Kristo. Maana imeandikwa, kila silaha iliyofanyika juu yangu haitofaulu, na kila ulimi ambao umeinuka kunihukumu mimi nitahukumu mkosa. Kila laana iliyoinuka kunifunga, na igeuza inakuwa baraka juu ya maisha yangu. Anza kugeuza sasa. Sema navaa mamlaka, na geuza kila laana katika jina la Yesu Kristo, zinakuwa baraka juu ya maisha yangu. Sema geuka, geuka, geuka ewe laana ya mauti, na kugeuza. Ewe laana ya ufukara, na kugeuza. Ewe laana ya kifo cha haraka, na kugeuza katika jina la Yesu Kristo. Anza kuyageuza katika jina la Yesu Kristo. Unayaweza yote katika yule ya kutia nguvu. Imeandikwa wewe ni mshindi zaidi ya mshindi katika yule atupendaye. Imeandikwa, now to whom who is capable of blessing us abundantly exceedingly according to his power working within us. Unavaa mamlaka, na huu ndio ujasiri tulia nao, ya kwamba tukiomba nasikia. Mungu wetu anajibu kwa moto. Imeandikwa, kwa imani walimiliki majeshi ya kigeni. Sema nageuza ile laana uliyotuma juu ya maisha yangu, na igeuza katika jina la Yesu Kristo. Ile laana ya magonjwa, na igeuza. Ile laana ya ukoo, na igeuza katika jina la Yesu Kristo, na uwezo wa Yesu. Unaomba wewe mwenyewe tu, unasema navaa mamlaka na ujasiri na nguvu katika jina la Yesu Kristo. Na geuza kila laana ya kichawi, inakuwa baraka juu ya maisha yangu. Na geuza kila laana ya mauti, inakuwa baraka juu ya maisha yangu. Na geuza kila laana aliyetupa juu ya watoto wangu, na igeuza leo na sasa hivi. Ule mzee wa kale aliyeshika maisha yangu, na kufyeka, vunja ule mzee anayetuma laana juu ya maisha yangu, na kupasua katika jina la Yesu Kristo. Yule anayechunguza maisha yangu, na kupasua, nikigeuza kila laana unayetuma juu ya maisha yangu, na kushambulia. Anza kushambulia ukigeuza. Sema na kushambulia, na geuza kila laana katika jina la Yesu Kristo. Maana imeandikwa, kila mlango uliofunguliwa hautafungwa tena, maana Mungu amelegeza viuno vya wafalme. Sema katika jina la Yesu Kristo, ule mlango uliofunguliwa, ule mlango wa baraka uliofunguliwa hautafungwa tena, maana nimegeuza. Laana ya ufukara imekuwa utajiri tena. Ule mlango wa kupata uliofunguliwa hautafungwa tena katika jina la Yesu Kristo, maana nimegeuza katika jina la Yesu Kristo. Ule mlango wa afya uliofunguliwa hautafungwa tena, maana nimegeuza. Ile laana ya magonjwa ikawa afya tena. Anza kuomba sasa. Ule mlango uliofunguliwa wa mafanikio hautofungwa tena katika jina la Yesu Kristo, maana mimi ndio rungu na silaha za Bwana za vita. Maana mimi ni mtenda kazi pamoja na Mungu. Maana mimi ni mrithi pamoja na Kristo. Kwa damu ya kondoo, wachawi waliofunga milango yangu, na wapasua, nafungua kila milango ya mafanikio, nikiwafyeka waganga, nikigeuza kila laana na kuwa baraka juu ya maisha yangu. Na geuza katika jina la Yesu Kristo. Anza kugeuza sasa. Sema nageuza laana ya familia, inakuwa baraka juu ya watoto wangu. Nageuza laana ya familia, inakuwa baraka juu ya maisha yangu. Nageuza laana ya ufukara, inakuwa utajiri. Mimi sio kama wao katika jina la Yesu Kristo. Unaanza kuproclaim sasa. Unasema mimi sio fukara kama wao katika jina la Yesu Kristo. Mimi nitapata watoto, mimi sio kama wao. Mimi nitakuwa tajiri, mimi sio kama wao, maana nimebarikiwa mimi kwa baraka zote katika ulimwengu wa roho. Nageuza laana iliyotuma juu ya maisha yangu. Nageuza, maana mimi sio kama wao. Unakataa katika jina la Yesu Kristo. Kwa damu na kondoo, anza kugeuza, anza kugeuza kwa mamlaka ya damu na kondoo. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu. Imeandikwa, Jehova uligeuza laana ya Balaam ikawa baraka. Nami naamuru kuanzia leo, kila laana iliyotupwa juu ya watu hawa Baba, naigeuza inakuwa baraka juu ya vizazi vyao. Nageuza inakuwa baraka juu ya maisha yao. Nageuza inakuwa afya tena, maana imeandikwa, unawainua wahitaji Baba, unawainua wahitaji kutoka mavumbini, unawainua wenye njaa, unawaketisha na wafalme. Nami naamuru kuanzia leo, watu
watu hawa wanainuliwa tena, watu hawa wanapata tena katika jina la Yesu Kristo. Maana nimegeuza kila laana, nageuza kila laana ya magonjwa, naipasua, naigeuza inakuwa baraka tena, naigeuza inakuwa afya tena katika jina la Yesu Kristo. Anayepanga kuzuia maombi yetu kwenye ulimwengu wa roho, na mfika na mgeuza pia yeye anakuwa kinyesi. Wachawi wanaowinda maisha yetu na kukamata na kufyeka, maana imeandikwa anawinda maisha yetu kama vile mwindaji anavyowinda kware kwenye milima, na kushambulia aliyetuma monitoring spirit juu ya watu hao, na kushambulia na kupasua mapasta wote wa giza waliofunga watu hao, na wakamata na washambulia katika jina la Yesu Kristo. Bahari iliyofunga watu na kukamata na kupasua, bahari iliyofunga wafu na kukamata na amuru achia sasa, maana nimegeuzwa mateka. Watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wamenaswa kwenye magereza, wamewekwa kwenye mashimo, wamekuwa mawindo, hakuna okoaye. Navaa mamlaka kama Bwana wa Bwana, navaa mamlaka, tunavaa mamlaka tena kwa damu na kondoo. Tunabomoa hata misingini, tunateketeza hata misingini. Kila kifungo kinacholeta laana na kigeuza kinakuwa baraka, na bomoa katika jina la Yesu Kristo na uwezo wa Yesu ali hai. Nataka tujenge madhabahu sasa, madhabahu ya Bwana, alafu tuanze kudai vitu zetu kwa nguvu, tuanze kudai nyota zetu kwa nguvu, kwa mamlaka ya damu na kondoo. Unaombaje sasa? Unasema mimi ndio mwamba ambaye kala Bwana limejengwa, na malango ya kuzimu haitonikaribia mimi. Kama vile Gideoni alivyojenga madhabahu ya baba, nami najenga madhabahu ya Yesu wa Kristo, najenga madhabahu ya Yesu Kristo, najenga madhabahu ya ufalme tena, najenga madhabahu juu ya maisha yangu. Anza kujenga madhabahu sasa, sema najenga madhabahu ya ushindi tena, najenga madhabahu ya kuinuliwa tena, najenga madhabahu ya afya. Anza kujenga. Wewe ndio mwamba ambaye kala Bwana limejengwa, na malango ya kuzimu haitokufikia wewe. Jenga madhabahu sasa. Anza kujenga madhabahu mapya, anza kujenga. Sema najenga madhabahu ya ushindi juu ya maisha yangu, najenga, maana imeandikwa, tazama mwana kondoo Mungu aibebaye dhambi ya ulimwengu yu pamoja nami. Najenga, maana damu ya mwana kondoo iliwashinda. Najenga, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na neno la ushuhuda wao. Nami najenga madhabahu kwa damu ya mwana kondoo, najenga madhabahu katika jina la Yesu Kristo. Anza kujenga madhabahu juu ya maisha yako, anza kujenga madhabahu juu ya biashara yako, anza kujenga madhabahu ya ufalme tena juu ya ndoa na watoto wako. Anza kujenga, jenga. Sema najenga madhabahu ya ufalme tena. Kama umejenga sasa, nataka tushambulie sasa aliyemeza mali yako aachie. Mwizi anaposhikwa analeta mara 7. Tumeona hapa Ayubu alirudishiwa mara 2 zaidi, na wewe lazima urudishiwe mara elfu zaidi, maana mtetezi wetu yu hai. Unaombaje sasa? Sema navaa mamlaka leo kwa damu ya mwana kondoo, navaa mamlaka katika jina la Yesu Kristo. Yule aliyeiba nyota yangu na kuapisha katika jina la Yesu Kristo, achia. Yule aliyezuia maisha yangu na kuapisha katika jina la Yesu Kristo, achia kwa mamlaka ya damu ya mwana kondoo. Yule aliyefunga njia zangu za mafanikio na kuapisha, achia maisha yangu kwa mamlaka ya damu na kondoo. Anza kuapisha sasa, anza kurudisha mali. Ulituma neno kuwaponya watu wake na kuwatoa kwenye mangamizi. Sema nalituma neno lilete nyota yangu, nalituma neno, achia katika jina la Yesu Kristo. Leta mara 7 aliyezuia utajiri wangu, leta mara 7 anayezuia nyota yangu, leta mara 7 anayezuia biashara yangu, leta mara 7. Anza kumwambia sasa na kuapisha na kuamuru katika jina la Yesu Kristo, achia, leta mara 7 na kuapisha kwa mamlaka ya damu na kondoo anayezuia utajiri wangu na kuponda. Achia katika jina la Yesu Kristo, maana imeandikwa, nitakupa hazina za gizani na mali iliyofichwa mahali pasiri. Inaweza kuwa kuna nyota yako imefichwa mahali pasiri, anza kuiendea sasa. Sema naendea nyota yangu, naita njoo. Leta mara 7, naendea hatima yangu, naita njoo. Achia katika jina la Yesu Kristo. Anza kuambia sasa, achia maisha yangu, achia afya yangu, achia biashara yangu, achia hatima yangu, achia kazi yangu, achia katika jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya mwana kondoo, anza kurudisha mali yako. Sema nakusanya mali yote iliyoibiwa maisha yangu, nakusanya hazina za gizani na mali iliyofichwa mali pasiri, nakusanya. Maana imeandikwa, Mungu amenitangulia, amesawazisha milima, amevunja mapigo ya shaba, amevunja malango ya chuma, amenipa hazina za gizani na mali iliyofichwa mali pasiri. Imeandikwa, ni muombe chochote nitakacho na yatanipa misho ulimwengu kuwa urithi wangu, nami nachukua urithi katika jina la Yesu Kristo. Imeandikwa, mali nitakapokanyaga na wayo miguu yangu nitapamiliki. Leo namiliki mashamba, namiliki utajiri. Leta mara 7 aliyefunga nyota yangu, leta mara 7 aliyefunga biashara yangu, leta mara 7 katika jina la Yesu Kristo. Anza kurudisha
kwa damu ya mwana kondoo. Mungu Baba, Mungu Jehova, Mungu Roho Mtakatifu, Baba uishe milele, tunavaa mamlaka tena kwa damu ya mwana kondoo. Tunavaa mamlaka, imeandikwa Jehova tukuite na utaitika, ututonesha mambo makuu yasiyochunguzika. Imeandikwa Jehova umetutangulia, umesawazisha milima, umepiga mapigo ya shaba, umevunja malango ya chuma, umetupa hazina za gizani na mali iliyofichwa mahali pasiri. Imeandikwa yule aketia juu akacheka, akasema nao kwa hasira, akawafadhaisha kwa ghadhabu. Tazama leo umekuwa baba yetu, Baba umetuzaa nasi tumekuwa watoto wako, umetufanya kuwa wafalme juu ya mataifa. Tutaomba chochote takacho nao tutupatie misho ulimwengu kwa urithi wetu, utatupatia mataifa kuwa miliki yetu. Tutawaponda adui zetu kwa fimbo ya shaba, tutawavunja nao watakuwa kama chungu cha mfinyanzi. Nami navaa mamlaka sasa kwa damu ya mwana kondoo, ile mali iliyopelekwa misho ulimwengu, natuma jeshi kuu la malaika lilete katika jina la Yesu Kristo. Na watuma malaika Mungu walete nyota za watu wao, natuma moto, natuma radi, naenda paka misho ulimwengu, narudisha, naenda paka misho dunia, narudisha katika jina la Yesu Kristo. Umemeza mali, utayatapika tena kutoka tumboni mwako, Bwana atayatoa. Naenda paka mwisho ya bahari, narudisha nyota ya watu hawa, naenda paka kwenye misho ya ulimwengu, narudisha katika jina la Yesu Kristo. Aliyekaa kwenye anga, malkia anga, na kukamata na kufyeka, tapika katika jina la Yesu Kristo. Ewe mnyama wa kichawi uliyemeza nyota, ewe mnyama wa kiganga uliyemeza biashara, ewe mnyama uliyemeza mali, na kufyeka na kuvunja, kama vile mwana wa Adamu alivyoenda paka moyo wa kuzimu. Na katika jina la Yesu Kristo, naenda paka kwenye moyo wa kuzimu, narudisha nyota. Naenda paka kwenye moyo wa kuzimu, narudisha biashara. Naenda paka moyo wa kuzimu, narudisha nyota ya watu hawa, narudisha afya kwa mamlaka ya damu na kondoo. Umetuma mapepo yakae ndani yake, ukafunga maisha yake na kupasua katika jina la Yesu Kristo. Maana imeandikwa saa ipo na saa yaja ambayo wafu watasikia sauti ya mwana wa Adamu. Ewe joka uliyetuma kumfunga mtu huyu, ukaleta magonjwa na kufyeka, na watakasa wote walioibiwa akili, na watakasa, narudisha akili yao, na watakasa Baba wote walioibiwa nyota, na watakasa, narudisha nyota yao na itakasa. Maana imeandikwa kila kitu kwenye Torati utakaswa kwa damu, na pasipo damu hakuna ondoleo. Na mimi naamuru kuanzia leo, narudisha vyote vilivyoibiwa, narudisha mali, narudisha afya, narudisha akili katika jina la Yesu Kristo, nikimponda yule mkuu anayezuia. Imeandikwa inukeni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Inuka ewe malango ya magonjwa na kupasua, mfalme wa utukufu apate kuingia. Inuka ewe malango ya ufukara na kupasua, mfalme wa utukufu apate kuingia. Navunja, naharibu, nateketeza kila malango ya kukosa, nateketeza kila malango ya kuzimu ya kuzuia biashara, nateketeza kila malango katika jina la Yesu Kristo. Nasababisha taharuki kwenye ulimwengu wa roho, nasababisha taharuki kwenye ulimwengu wa kishetani. Maana imeandikwa kwa jinsi ya damu na nyama na alishindana na hayawani wa Efeso katika jina la Yesu Kristo. Na watenga watu hawa kama vile ulivyomtenga Barnaba na Paulo wafanya kazi ya Bwana. Natenga nyota zao, natenga nafsi zao, natenga na akili yao, natenga na mili yao, maana mili yao ni hekalu lako katika jina la Yesu Kristo. Imeandikwa umetuweka kwenye kiganja cha mkono wako, imeandikwa katika jina la Yesu Kristo. Sisi ni mboni ya macho yako. Yoyote Baba anayegusa watu hawa na muamuru wapasuke vipande, maana imeandikwa yoyote atakamfanya watoto huyu ajikwae, ingekuwa bora kama hangezaliwa. Na ninaamuru kuanzia leo, yule mchawi anayeshika maisha toa na kufika, yule mganga anayemshtaki kwenye madhabahu ya giza na kupasua, ewe mshtaki wa maisha yetu, na kuvunja na kufyekelea mbali na kufyeka katika jina la Yesu Kristo, na kutundika na kupasua na kuvunjilia mbali anayezuia ndoa, na kufyeka anayezuia kazi, na kuponda anayezuia biashara. Fyeka, achia, leta mara 7. Maana imeandikwa mwisho wa Ayubu ulikuwa bora kuliko mwanzo. Na mimi naamuru kuanzia leo mwisho wa watu wao iwe bora leo na sasa hivi, mwisho wao iwe bora kuliko mwanzo. Ametutesa miaka mingi, lakini imeandikwa mwenye haki akianguka mara 7 anainuka tena. Kila alitaye jina la Bwana ataokolewa. Walimlilia Bwana katika dhiki yao, Bwana akawaponya na shida yao. Na mimi naamuru kuanzia leo, yoyote anayezuia biashara apasuke vipande. Madhabahu iliyosalia guu ya anga na ifyeka, madhabahu iliyosalia wakuu wao na ikamata na ipasua, madhabahu iliyosalia na mikataba yao na ikamata na ifyeka katika jina la Yesu Kristo. Na waleta wagonjwa mikononi mwao,
mwako, na waleta yatima mikononi mwako, na waleta wakosaji mikononi mwako. Leo narudisha nyota yao, narudisha kazi yao, narudisha na akili yao, narudisha nafsi yao. Imeandikwa, itoe nafsi yangu kwenye kifungo nipate kuhimidi. Baba, nakamata kila kifungo, na ipasua kila minyororo na kila nira iliyofunga watu wako, na ipasua, achia katika jina la Yesu Kristo. Maana imeandikwa, kila mizigo mizito itatolewa mabegani mwetu, na kila nira italegezwa kwa mafuta. Leo nalegeza kila nira ya magonjwa iliyotumika kuwafunga watu hao, nalegeza kila nira ya ufukara iliyotumika kufunga watu, na amuru pasuka vipande vipande. Pale akapo shetani kwenye maisha ya watu hao, pale akapo shetani kwenye biashara yao, ametujia kwa uganga, na mjia kwa jina la Bwana. Ametujia kwa ufukara, na mjia kwa jina la Bwana. Ametujia kwa magonjwa, na mjia kwa jina la Bwana. Imeandikwa, Mungu ni mtu wa vita, jina lake ni Yehova. Imeandikwa, yule adui wangu sitomuona tena, na kushambulia adui aliyekuja kufunga watu hao, na kushambulia adui aliyekuja kufunga biashara yao, na kushambulia adui aliyekuja kufunga uzazi, na kufyeka, vunja vipande vipande aliyefanya chuki na hasira juu ya watu hawa, na mtahayarisha aliyeshindana naye, na mgeuza anakuwa sio kitu tena, na kuapisha. Maana imeandikwa, Yezebeli na wote walioshiriki nao wataweka kwenye kitanda cha machungu kwa nguvu ya uganga yao na nguvu ya uchawi wao, na wakamata katika jina la Yesu Kristo aliyepiga mafundo juu ya watu hao, aliyefunga hirizi. Imeandikwa, ole wanawake wanaoshona hirizi na kuvaa viremba vya kina kwenye vichwa vyao, wakiwinda roho za watu wasiostahili kufa, wakihifadhi hai roho za watu wanaostahili kufa. Yoyote anayewinda roho za watu hao na kushambulia kwenye ulimwengu roho, na kutahayarisha na kupasua yoyote anayewinda biashara zao, na kukamata na kufyeka yoyote anayewinda ndoa zao, na kukamata na kupasua, tahayarika, vunjika vipande vipande adui wa nyumbani mwao, na kukamata na kufyeka adui aliyekuja kula biashara, na kukamata na kupasua. Maana imeandikwa, nao wakulio wataliwa, adui zangu watafungwa, aliyekuja kuniteka nyara naye atatekwa, na kuapisha aliyekuja kuiba nyota, na kufyeka aliyekuja kutafuna maisha na kutafuna kwa meno ya chuma, aliyekuja kuleta mikataba na vunja mikataba yako, aliyekuja kuinda maisha ya watu na kuwinda na kupasua. Imeandikwa, Bwana atamkemea adui alaye, nami nakukamata adui aliyekuja kula biashara, na kufyekelea mbali na kuvunja, na kamata roho ya kisasi, na ifyeka vunja vipande vipande, na kamata roho Jehova iliyotumwa ili kumzuia, na kamata roho ya hofu iliyotumwa ili kumtesa, kumweka mtu huyu kwenye hofu, na ikamata kwenye ulimwengu roho, na ifyekelea mbali, na ivunja vipande vipande katika jina la Yesu Kristo. Naweka sheria kwenye ulimwengu roho, yoyote atakayeshika watu hawa na muamuru wapasuke vipande vipande. Naweka ulinzi, maana imeandikwa, nyumba isipolindwa na Mungu basi walinzi wanakesha bure, nyumba isipojengwa na Mungu basi wajenzi wanajenga bure. Baba, naweka ulinzi wa kiungu, naweka ulinzi wa malaika, maana imeandikwa, hao ndio roho wanaohudumia watu watakaorithi ufalme. Imeandikwa katika jina la Yesu Kristo, malaika wa Mungu fanya matuo kuwalinda wale wanaokuabudu, na amuru malaika wa Mungu wafanye matuo juu ya watu hawa katika biashara zao, katika njia zao, katika jina la Yesu Kristo wafanikishe na njia zao. Maana imeandikwa, kwa mamlaka ya mwana kondoo, malaika wa Mungu walete ulinzi wa kiungu katika jina la Yesu Kristo. Nikifyeka adui, nikimpasua kwa mkono wa Zerubabeli, nitaweka misingi, na katika mkono wake nitajenga nyumba. Bwana, ndivyo atakavyojua ya kwamba Mungu ndiye alinituma. Maana walifurahi walipoona timazi kwa mkono wa Zerubabeli, nami najenga misingi mema juu ya watu hawa, najenga misingi ya kupata tena, najenga misingi ya kubarikiwa tena, naweka ulinzi juu ya biashara yao, na katika kila kitu utakachokifanya leo na sasa. Nikivunja na izuia, nikiponda na izuia, pasuka vipande kwa mamlaka ya mwana kondoo. Baba, tumeomba haya kwa kuamini, amen.